السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالنا سلام متميت محمد صلى الله عليه وسلم نيusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu katika imani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekutana tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kupeana miongozo kuhusu jambo la kutuma maombi katika vyuo vikuu katika nchi ya Saudia. Na leo hii inshallah pia tutakuwa pamoja na shekhe wetu Abu Yazid, Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi na mlipe kila la kheri. Na bila kurefusha maelezo, tunamkaribisha shekhe wetu aendelee na jilsa hii. Faliyatafaddal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Naam, amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutakia rehema mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, awalan usikum wa usi nafsi bi taqwallah. Jambo la kwanza ndugu, na usieni pia pasi na kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah. Na niwashukuru ndugu zangu Manhaji Online na kwa irsi yao juu ya kuwatakia ndugu zetu kheri, wakatuwekea jilsa nyingine. Allah alipe kheri, Allah wabarik. Na pasi na kumsahau ndugu yetu Ustadh Msunni na wengineo walioshiriki katika hili. Allah tulipe sote na tujalie wepesi na ajalie katika mizani ya imma yetu. Amin. Naam, malengo tulokusudia leo ni kuwazindua wale ikhwa ambao waliomba maombi vyuoni, na baada ya kumaliza maombi yao, au wale ambao hawakuomba wafanye umuhimu wa kuomba, na wale ambao walishaomba wakague maombi yao, kwa sababu mpaka sasa ni mwezi tayari takriban umefika tangia walifungua tarehe 15 na leo tarehe 15 ni mwezi takriban, na muda uliobakia ni wiki moja mpaka kufika tarehe 21, siku sita takriban kwa 5. Kwa yule ambaye hakumaliza aende akamalizie akaunti yake, na yule ambaye alishamaliza aende akakague maombi yake. Je, amefikia wapi hapo? Sawa, uliopewa kwamba tarehe 21 ikifika biidhnillah itafungwa jambo la kuchagua vyuo, na kuna watu wamechagua vyuo, lakini kuna vyuo masharti yamebadilika hapa katikati wiki 2-3 zilizopita na mambo mengineyo. Basi na kuanza kuchanganya maelezo, tuanze na jambo ambalo tulikusudia kuliweka katika jilsa hii. Kimoja wapo ni mambo matatu tumekusudia kuyazungumza. Jambo la kwanza, jambo zima la malafati ya mtu, yani majina yake, kukagua maelezo yake, je yamejazwa kiusahihi. Na tajaribu kushare baadhi ya share screen yangu kwenye namna ya kuweka mafaili. Mathalan, mtu ana faili la cheti cha form 6 na ana tarjama yake, je anaweka vipi? Na hilo nilipanga nalo pia nitolee tambihi. Jambo la tatu na la mwisho ni kuhusiana kwenye vyuo. Kuna vyuo watu wamechagua na masharti katikati hapa yakabadilika, kwa inabidi waweke sawa vile vyuo vyao walivyovichagua na masharti wayapangilie yakae vizuri biidhnillah taala. Naam, tuanze na jambo la kwanza, jambo zima la kuweka malafi yako, maelezo yako yakae sawa sawa. Bado hapa account inanisumbua kuweka sawa, ila nitaanza na kimoja ikubali kufunguka, nitawaunganisha na nyinyi mwe tunaona pamoja. Mathalan, katika majina mwanzoni, ukurasa wa kwanza inabidi ujaze maelezo ya mtu binafsi. Katika haya maelezo uweke jina la kwanza na jina la mwisho. Jina la kwanza, hapa sisi majina yetu kwenye pasipoti yanawekwa majina matatu takriban: jina la kwako, la mzee na la ukoo au la babu. Kwa katika kujaza majina, wengi nimeona wamejaza jina la kwanza, jina la mwisho. Mimi ushauri wangu watu waende wakabadilishe, waweke jina la kwanza na la pili ile sehemu ya kwanza,
na kwenye alismul akhir waweke jina la mwisho peke yake, na vinavyofuatia ni kwenda kukagua pasipoti yako, je, imeandikwa sawa sawa na kadhalika. Na ukishamaliza kukagua pasipoti yako, uende ukakague tarehe yako ya kuzaliwa na baadhi ya vitu vingine, miongoni mwapo pahala unapokaa. Kwa hapa nangojea account ikimaliza kuload, nitawaunganisha tuone pamoja namna gani ya kwenda kuviweka sawa vile vinavyohusika katika application. Na twende moja kwa moja katika hapa, ikishafunguka nitawaunganisha, tutarejea tena kwenye pointi hii. Twende moja kwa moja kwenye pointi ya pili, ambayo pointi ya kuweka mafaili. Kuna baadhi ya watu wanazo karatasi za tarjama lakini hawakuzitia katika application yao kwa sababu hawakuona pahala pa kuweka ile tarjama. Kwa kinachofuata ni wale watu waende wakaziweke zile tarjama zao, waunganishe cheti cha moja kwa moja, waende wakaunganishe cheti cha moja kwa moja, cheti chake pamoja na tarjama yake. Ni cheti kinaanza mwanzo, tarjama inafuata ukurasa wa pili katika PDF moja. Waende wakaeke sehemu zinazohitajika, waende wakaeke sehemu zinazohitajika. Na sio hicho tu, pia katika kuna sehemu pameongozwa mafaili, wale walioomba mwanzoni kabisa hapakuwepo sehemu ya kuweka faili mara ya pili. Mathalan cheti cha thanawi unaweka mara mbili saizi, kuna sehemu ya juu na sehemu ya chini. Na yule ambaye hakuweka faili mara mbili atakuta katika vile view alivyoomba kuna talabu inahitajika, kuna mambo yanahitajika kuongezwa katika ile sehemu ambayo hakuijaza. Kwa aende akaijaze ili aone inakuweje, biidhnillah taala. Huenda ile tatizo ambalo lipo kwenye akaunti yake likaondoka pale pahala palipobakia. Na nukta ya tatu na ya mwisho ni kwenda kukagua vyuo vile ulivyoviomba. Je, vyuo vyote vinatoa ofa ya kozi, yani kozi zile ni free? Je, kozi zote zilizowekwa katika vile kozi ulizochagua ni kozi za free? Kwa zikiwa zote za free, basi unafua kuendelea mbele na kumaliza maombi yako kama zote zimewekwa za free. Lakini kinyume na hapo, itakuwa jambo halijakaa sawa, uende ukarekebishe kile ambacho umekikosea na uhakikishe kila kitu kimekaa sawa. Na hili jambo ikiwezekana ulifanye kila siku kwa kile kipindi ambacho utakuwa unamalizia kufanya maombi yako, katika kile kipindi ambacho utakuwa unamalizia kufanya maombi yako. Alhamdulillah, imekubali hapa akaunti kusoma. Kwa tawaunganisheni, tuanze na ile nukta ya kwanza ili tuione inakuwaje. Kwa katika kuchagua vyuo, uende uhakikishe vile vyuo vyote ulivyoviweka kwanza ni vya free. Wapo wengine wanaweza kujilipia wenyewe, si wazungumzie hawa, bali hao watu waende wakakague wenyewe. Nawazungumzia ni wale ambao ndugu zangu na mimi ambao wanahitajia vyuo kwa ajili ya full scholarship. Kwa pale ambapo hapajawekwa full scholarship, waende wakaweke full scholarship. Naam, ngoja na share hapa faili kisha tutaendelea. Naam ustadhi, aliyekuwa na linki aniwekee. Kuna account hapa nanyosha mkono, aniwekee kushare faili. Shamsuni au waambie Manhaji Online aniwekee, nimenyosha mkono. Sawa inshallah.
Aiyo, barakallahu fik. Naam, nadhani kurasa itafunguka muda si mrefu hapo, tutakuwa tupo safha moja. Naam, tuanze ukurasa wa kwanza. Kwenye huu kurasa kama mnaona hapa kuna maelezo yamekuja. Hapo juu kabisa kuna sehemu imeandikwa, kuna rangi nyekundu. Juu kabisa ukiangalia kuna rangi nyekundu, maana yake huyu mtu hajamaliza kujaza mafaili yake. Kwa huyu inabidi kwanza aende akatimize mafaili yake kisha ndo aende akaombe vyuo. Kwa wale ambao hawakumaliza, kwa huyu umeona hapa nilikuwa namueditia majina yake, haya yamekaa majina matatu, yani la kwanza, la pili na la tatu limekaa mwishoni. Na hapa tumechagua aina ya passport ni jawaz safar. Kwa uhakikishe katika mambo muhimu ili upate full scholarship ni jambo la kuweka hii passport iwe jawaz safar na wala isiwe ikama. Ikiwa ikama, maana yake huyu mwanafunzi atapata minha ambayo ni dakhilia, ambayo haina sifa nzuri zaidi kuliko minha ambayo sisi tunaiomba, minha ya kharijia ambayo inakuwa ni full scholarship. Unaweka jawaz safar na hapa unaenda unajaza namba za pasipoti. Jaribu kujaza hapa lakini hazikusave. Kwa utajaza namba yake husika 97856. Alafu utajaza na vilivyobakia, anapokaa au alipozaliwa, kadhalika utaweka picha yake. Na hapa sitaweka picha yake, nimeweka hiyo picha ya kawaida ili kudhibiti baadhi ya maalumati asije akaja tukawa tumeyashare maalumati ya watu. Na anapokaa unajaza hii ramzul baridi au post code kwa kizungu anaita, inakuwa baadhi ya watu inawasumbua. Ngoja tuiangalie hapa, wameandika, imeandikwa postal code. Kama mnaiona hii postal code, hii inapatikana kwenye kitambulisho cha Mtanzania. Mimi sijaiona ya kwake, kwa nikiiona nitakuja nitamjazia. Zinakuwa namba tofauti, ni namba 5. Kitambulisho cha Mtanzania ina sehemu ya kwanza, kuna namba 6, yani zile mwaka wa kuzaliwa, tarehe na mwezi. Kisha kuna namba 5 zinafuata. Zile namba 5 tunakuja unazijaza hapa. Kwa ya huyu mimi niligesi tu, nikiipata baadaye nitakuja nitamwekea. Sasa hizi kidogo nimeshughulishwa, zinakuwa ni namba 5. Mathalan ukizijaza zitakubali. Kwenye PO box ni wale wanafunzi au watu ambao wana sanduku la posta. Kama huna, weka 00 au weka namba zozote, hazina shida. Na hapa kwenye namba ya simu utaweka. Na kama una akaunti ya Twitter, LinkedIn au YouTube au Facebook, pia nazo utazijaza. Kumaliza kuzijaza, utaendelea mbele, continue. Hapa panaulizwa, je, haya maswali ya kawaida, umeajiriwa au vipi? Na hapa utajaza kwa nini unahitajia kwenda kusoma Saudia. Mathalan huyu tarqiyatu ilmiya, anataka kupandisha daraja yake ya kielimu. Unajaza hivyo, خلاص, jambo linakuwa limepita. Endelea mbele. Hapa reference data ni mtu ambaye kama vile coach, mtu ambaye anakusimamia. Labda kuna mwalimu fulani amesomea sehemu fulani, labda ni daktari au ni msomi katika nyanja fulani maarufu. Unaweza ukajaza maelezo yake, labda kama umesoma vyuo vinavyotambulika, ukajaza maelezo yake na email yake, ukajaza na namba zake za simu. Na hizi namba unaweza kubadilisha. Hapa imeandikwa SA, ukasearch nchi mathalan Tanzania, ukaweka Kiarabu, ukasearch Tanzania, ikaja 255, ukajaza namba zake kama namba za Tanzania au namba za ile nchi husika ambayo ulikutana na huyo mtu. Ukimaliza kujaza utaenda save, utaendelea mbele. Niliwaambieni kwenye mafaili kuna mafaili mathalan cheti cha kumaliza shule. Tujaribu hapa kuadi. Nitaweka pia cheti ambacho si sahihi, ili mathalan ukamaliza form 6 shule Makongo, mathalan kamaliza Tanzania, utarejesha lugha ya Kiingereza, tena tutaandika Tanzania hapo. Ukisearch sio lazima uende usearch kila kitu. Ukiandika Tanzania itakuja, utaichagua. Kisha jina la shule utajaza shule husika mathalan. Alafu GPA, hapa kuna shida. Tanzania sisi matokeo yetu tunatolewa kwa division 1, division 2, division 3, division 4.
na kadhalika. Je, tunafanya vipi? Hapa wameweka skeli zilizokuwepo, kuna 100, kuna 20, kuna 5, kuna 4. Kwa kipimo cha kinachotumika kwetu hapa hakipo. Kwa mimi njia nyepesi ambayo niliiona ni kuchagua hii ya 100, kisha una convert yale matokeo yako katika cheti chako, kwa sababu vipimo vilivyowekwa kwenye vyeti vyetu ni kwa kulinganisha na 100. Ukiangalia cheti mathalan cha form 6 hasa ndio ninavyozungumzia, ukigeuza nyuma utakuta wameandika kuanzia 81 mpaka 100 ni A, kuanzia ngapi mpaka ngapi. Kwa utaangalia masomo uliyopata, utakadiria hizi marks kwa wastani itakuwa ni alama labda B. Kwa B ni 70 mpaka 80. Kwa utaenda hapa utajaza kwenye hii score, utaweka labda umepata division 2, unaweza ukajaza hapa 80 au 78, ukawa umeweka marks zako. Unaweza ukaangalia, ni jambo la kukadiria. Ukimaliza hapo unaenda unachagua cheti husika, unakitia kile cheti ambacho unataka kukichagua. Na ukishakitia cheti hapa chini kutatokezea maandishi kama mnayaona hapa, maandishi yandikwa FG JPG. Kwa kile cheti chako ulivyokisave, jina lake litatokezea hapo, kisha utabonyeza hadi utasave. Kwa kila mtu aende akahakikisha. Kwenye kuhakiki sasa, uhakikishe kwamba hiki cheti kipo sawa, unakuja kubonyeza hii penseli hapa pembeni. Hata kubonyeza atakuja maelezo. Maelezo yoyote unayohitajia kurekebisha, uende ukayarekebishe, kisha utaenda kubonyeza add qualification, itakuwa imefanya nini? Imejisave. Kwa ni hiki kialama cha peni hapa mwishoni kama mnaona, sahau hapa kalamu ya kuchorea. Hiki alama cha peni hapa mwishoni, hiki ndicho kialama chenyewe kinachohusika katika kuonyesha. Na afwan, tarejea tena. Afwan, ngoja kidogo, ilikata hapa. Ikirudi tutaendelea. Naam, Manhaji Online, hebu niangalizieni tena, naona imeondoka, siwezi kushare. Manhaji Online. Nanyosha tena mkono. Naam, kwa kipengele muhimu ni sehemu ya kushare. Kuna kipenseli hapo kumeandikwa maelezo, kisha mwisho kuna kama vile kidastibini na kipenseli. Unakibonyeza hicho kipenseli. Kuna watu pia hawajaweka kuhusiana na lugha. Lugha inasaidia, mathalan mtu unajua lugha mbili, unajua Kiswahili na Kiarabu. Kuweka lugha zote mbili unazojua. Unajua lugha tatu, unajua Kiswahili, Kiingereza, Kiarabu, Kifaransa, zote ongeza. Kwa utakuja hapo kwenye add language, utachagua hii language ya kwanza. Mathalan huyu anajua lugha ya Kiarabu, na kutokana na unavyojua unachagua unajua kiasi gani. Mathalan native, maana yake huyu ni mzawa. Kwa huyu anajua Kiarabu, advanced anajua vizuri, una add language. Hivyo hivyo hata kama ikiwa katika lugha ya Kiarabu, ni hivyo hivyo, ni jambo ambalo linaeleweka namna ya kuzijaza. Utaona mathalan
katika lugha ya Kiarabu. Kwa tumeweka hapa lugha al-arabia mutaqaddim, yuko vizuri. Kisha lugha nyingine labda unajua Kiingereza lakini sio sana, chagua lugha ya Kiingereza, mustawa wake labda unaweza ukaweka mutawassit, unajua kiasi. Kisha unaenda unaichagua lugha ya Kiswahili. Usisahau kuweka lugha yetu bwana ya asili, ni sababu pia kujua lugha. Wewe hujui lugha zaidi ya moja, kwa unaenda unaweka lugha ya Kiswahili. Naam, Sheikh Bayazid, screen haionekani, ungeshare tena. Haijaja? Oh, imekata. Afwan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Afwan. Oh, okay. Nitajitahidi baadaye nitenge muda ni rekodi kivyake, alafu nitaweka YouTube, tutapata kuona. Nitaishare biidhnillah taala. Hizo muda sasa hizi zimekuwa dhiki, ndio maana nataka tufanye hapa tulimalize. Ila nenda kuonyesha kuna kipengele baadhi ya watu cha kwenye vyuo lazima kuna masharti mengine yameongezeka, kwa kila mtu aende akaangalia. Hasa hapo kwenye sehemu ya kuchagua vyuo ndio kwenye matatizo. Hapa kwenye lugha naona hamna shida, hata usipoweka pia nazo athari yake bado ni ndogo, kuliko ukawa umechagua chuo alafu chuo chenyewe kikawa chuo kile hakina yani, mathalan umechagua chuo lakini hakina scholarship, au umechagua kozi yako ni kozi nzuri lakini inabidi ulipie mwenyewe. Na gharama za kusoma huku Saudia tofauti na nyumbani. Nyumbani mtu anaweza akasoma chuo kikubwa kizuri UDSM mathalan akalipia kwa mwaka mzima milioni 2, milioni 3, lakini huku unaweza kukuta kwa mwaka ada imewekwa labda 40,000 riali. 40 riali milioni 20 na yani kwa mwaka mmoja. Subhanallah, kwa baadhi ya watu hatuwezi, na hili hatujaliangalia kwa umakini. Baadhi ya mtu kaomba ile wiki ya kwanza, mimi nishamaliza kuomba khalas nimemaliza. La, hapana, bado hujamaliza, inabidi uendelee kupitia ombi lako mpaka tarehe 21 ikifika. Wakishafunga sasa tuendelee kufuatilia hayo yatakayofuatia hapo mbeleni, na inavyoonyesha process. Wakishafunga hiyo tarehe 21, kinachofuata ni vyuo vitaanza kuchagua wale wanafunzi na kuwekea tarshihi. Hilo ndo tulilolipata baada ya ulizia hapa Jamia, vipi kwa wale ambao waliomba inakuweje? Wakasema karibuni, ikishafungwa vyuo vitaanza kupitia, na yale majibu yatakayopatikana kila mtu ataona katika akaunti yake kuna mabadiliko. Kuna watu walikuwa wanaulizia, mathalan mwaka jana ilikuwa tukituma zinakuja email, zikija email zinatugea namba fulani ambazo zinahakikisha kwamba maombi tumetuma kikamilifu. Mwaka huu vipi? Mwaka huu system kidogo imebadilika. Kwa kama ni namba tuendelee kuzisubiri, huenda tarehe 21 ikifika zikaja hizo email, zikaja hizo namba na kadhalika. Lakini kinyume na hapo inabidi tuwe tuna subra. Na jambo la bonus la nyongeza baada ya haya, ikirudi system, naam, ishaingia hii akaunti yangu ya pili. Nimenyosha mkono, naomba uniwekee kushare. System inasumbua, mtandao sijui. Naam, kuna jambo ambalo taarifa nzuri ilitoka hapa, inafurahisha, kutoka kwa balozi, nadhani kwamba wanafunzi, yani imetoka taarifa kutoka Wizara ya Elimu Tanzania, na nadhani kikubwa kinachoelezewa kwamba kuna nafasi takriban 127, nafasi takriban 127 za wanafunzi ambao wanaweza wakaja wakachaguliwa hapo ndani ya mwaka huu. Kwa tunaomba hizo nafasi ziwe zipatikane biidhnillah, watu wazidishe dua, watu wazidishe maombi, na wale ambao walishaomba wakague maombi yao, ili tuhakikishe upande wa dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumeelekeza, na upande wa asbab pia tumeuweka vizuri. Kwa itokezee tu tena iwe ni kadari mtu kukosa, lakini tutarajie kheri kwamba watu 90% au 100% walioomba wawe ni wenye kuchaguliwa. Tunamwomba Allah juu ya hilo na atuwafikishe. Allahumma amin. Kwa hapa jaribu kushare, naona yuko kwa naonekana Shamsun.
Bado hatuoni. Inaonyesha ishakubali. Oh, okay. Ngoja. Bado hajatokezea? Bado. Allahu musta'an. Afwan, ngoja nikate nirejee tena. Almuhimu tumalizie na hili suala la kufanya maombi, kwa watu wasikate tamaa. Huenda mambo yakawa mazuri biidhnillahi taala, kama Wizara ya Elimu ilibashiria kwamba zaidi ya nafasi 120 zitatolewa. Naomba Allah zitimie hizo nafasi na zipatikane kwa uwezo wake jalali. Jaribu tena kushare tuone Allahu musta'an. Naona haijakubali chumfune, tuliache bwana, naona inakuwa nzito kwelikweli. Jaribu kwa hii account nyingine. Imekubali, mbona Imetokezea? Size imetokezea bado au imeondoka? Naam, imetokezea, ulivokata ndo ikatoka. Allahu musta'an. Jaribu tena. Imekuja? Bado. Sasa hivi bado. Imetokezea nyingine? Bado. Ipo kwenye presentation mode. Kwa hiyo nafikiri ukijaribu kuendelea hapo yakakubali. Nipo naendelea, lakini ndo haitokezei sasa, shida yake. Zaidi ya ngapi? Ngoja. Imetokezea? Hapo inaonyesha. Okay. Basi ngoja tuendelee na hii. Utaenda hapa kwenye profile. Naam, huku mwanzo tuliona kwa mtu akakague katika haya maelezo yake
yote yapo sahihi, na hapa itokezee picha ya pasipoti hapa, wala si picha ambayo tumeiweka. Na hivyo hivyo hapa maelezo uweke unapokaa, yani unapokaa sasa. Mathalan kuna mtu anakaa Jeddah, yani yupo Saudia saizi, anakaa Jeddah au anakaa Dammam au anakaa mji wowote ule Saudia. Kwa akijaza yeye mahali anapoishi hivi sasa ni Saudia, huyu maana yake atakuwa ni mkazi wa Saudia. Kuna vitu atadaiwa hatoweza kuviweka na itakuwa ni ngumu kwake kuendelea na maombi. Ila ajaze kwamba yeye yupo nyumbani. Ajaze kwamba yeye yupo nyumbani na anaomba maombi kutokea nyumbani, hata kama yupo Saudia au yupo Marekani, kwa kuwa ana passport ya Tanzania na aombe hali ya kuwa yeye yupo Tanzania. Na kisha yatajazwa haya maelezo mengine, naona hapa tulishapitia na haya maelezo ya huyu mhusika. Na tutakuja hapa mwisho kwenye kufanya maombi. Naam, hichi kipenseli hata kwenye simu pia nacho kinaonekana kama hapo mnavyokiona, nadhani itakuwa inaonekana vizuri. Na lugha utaweka lugha unazojua, mathalan huyu anajua lugha 3, kwa tumemwekea lugha zake 3, na kama unajua lugha nyingine utaweka. Kwa hapa kuna umuhimu wale ambao wamemaliza thanawi au form 6 tu, hii sehemu wale walioomba wiki ya kwanza na ya pili haikuwepo, certificates and testing, yani shahadat wa ikhtibarat haikuwepo. Kwa yule ambaye hakuwahi kuweka, aende akaeke hivi vyeti, na atakuta kuna mapungufu katika maombi, kwa aje ataenda ataweka tena kile cheti chake ambacho amemaliza kusoma. Kwa humu sina katika simu, kwa tutakuja tutaona baadaye namna aende akaeke yule mtu kile cheti husika. Baada ya hapo aende akaeke pia, mathalan ana degree, mtu anataka kuomba masters, aende akaeke pia na kile cheti chake cha degree. Ana masters ataka kuomba doctorate, aende akaeke pia kile cheti chake cha masters na doctorate. Wakati wa kuweka nitajaribu hapa ni waekee tuone na kueje. Tutakuja kufanya kama kuedit. Kuna sehemu zinahitajika kuweka maxi. Kwa vile vile kama kawaida wale ambao wana vyeti vya form 6 wakajaribu kukadiria zile maxi. Mathalan mtu kapata division 1, maana yake 1 itakuwa ndio hiyo baina ya 80 au 81 mpaka 90. Kwa ataenda ataweka ile sehemu husika. Na hivyo hivyo akiwa na shahada ya masters hizo zote hizo atafanya hivyo hivyo. Kuna mtihani labda mtihani wa TOEFL au yoyote ile mitihani ya Kiingereza mtu aliwahi kufanya au SAT, ataenda ataweka katika sehemu husika, maana hii kama vile wanaongezeka kila baada ya muda, kwa wanaiongeza hii mitihani. Kwa utaenda utaweka na sehemu husika zitajitokeza. Hapa mwisho kabisa chini huko, hii ndo mitihani yote imeandikwa. Huku chini kuna hii security clearance, hii ndo ile barua ya polisi. Hii nayo lazima ipatikane. Ikosekana hii huwezi ukafanya maombi. Lazima ipatikane hiyo barua ya polisi. Kishapatikana barua ya polisi, jambo lako linakuwa sahali, unaweza ukaendelea na maombi na ukayamaliza maombi yako salama usalimini. Kwa hapa nimeweka mathalan kwenye hivi vyeti hapa kumetokezea high school diploma ni ile nimeweka max 78 na hapa imeandikwa certificate. Kwa hiyo ndo cheti chenyewe. Nikitaka kubadilisha na bonyeza hii penseli kama kawaida, na cheti kingine nakuja hapa na kichagua, na hapa max lazima niweke, bila hivyo itakataa, kisha nitasave au nitafanya hifadhi na kama kawaida. Na wale ambao hawakupata bado vyeti vya daktari, basi mtu na aombe hivyo hivyo. Kwa hivyo vyeti aweke tu cheti cha polisi, na kama hana cheti cha polisi anafuatilia bado, basi aweke cheti chochote, ila hakikishe baadaye aje aondoshe, aweke cheti cha polisi, cheti cha hospitali, hii sehemu hii cheti cha polisi aweke cheti cha hospitali, na cheti cha polisi kinakuwa ni tarjama kwa lugha ya Kiswahili. Kuna maswali yanakuja, je, tarjama lazima iwe na muhuri? Jamani, ukipata muhuri bora uweke na muhuri. Kama utakuwa umekosa muhuri, si lazima kuweka na muhuri, acha hivyo hivyo hata bila muhuri. Na hizo CV na vitu vingine hivi si lazima. Kisha save ndio utaenda hapa, atakwambia unaweza ukachagua vyuo. Unaenda kwenye kuchagua vyuo, uchague vyuo ambavyo ni hapa. Mimi napenda hapa kwenye program ndo pazuri, vyuo ambavyo ni free, yani vyuo ambavyo ni full scholarship. Kwa hapo kwenye scholarship unachagua, unaweka full scholarship au alminha alkamila, na ukimaliza una apply. Watakuletea vile vyuo ambavyo unaweza kwenda kusoma. Unaweza kwenda kusoma diploma ya lugha ya Kiarabu. Diploma ya lugha ya Kiarabu ni ile miaka 2 ya lugha unajifunza. Kwa hii unaweza ukachagua, au diploma nyingine yote utakayochagua uhakikishe imekaa hii ni full scholarship. Kuna watu wanasema kuna tofauti gani baina ya free na full scholarship? Ni vitu ambavyo vinakaribiana. Inawezekana kuna vitu vichache vinakosekana. Ile iliyokuwa bora ni hii iliyoandikwa full scholarship. Hiyo ya free maana yake ada hutalipa.
lakini inawezekana kuna vitu vidogo vidogo ukaambiwa ulipie, na wanakuwa wanakuwekea katika yale maombi kozi ambazo ni free. Je, kuna kitu gani unakosa? Mathalan, ngoja nijaribishe hapa, tuweke kozi ambazo zimewekwa partial scholarship ambayo haijatimia. Kwa ikija kama hii ni partial, kwa inakwambia ukija ukifungua huku ndani na kugea maelezo nasoma miaka 4 na lugha na kadha. Lakini hapa utakuja huku watakwambia kuna kitu ulipie 20,000 kwa mwaka. Hutakuta benefit yoyote, kutakuwa hamna jambo ambalo utalipata. Lakini tukija, yani hapa wameandika no benefits included. Hakuna faida zozote utakazozipata kama yule atakayesoma vyuo ambavyo ni free. Yani ni full scholarship. Ngoja nionyesheni kwenye full scholarship inavyotokezea. Mathalan kwenye full scholarship tuje hii kozi ya lugha ya Kiarabu. Watakwambia hapa baadhi ya maelezo, kisha watakwambia benefit utakazozipata ni tuition waiver, utaondoshewa ada na utapewa monthly stipend, utagiwa matumizi ya mwezi, utagiwa accommodation, makazi, malazi na kadhalika, na medical insurance, utagiwa insurance ya afya na travel ticket ya kwenda na kurudi kwa kila mwaka. Paid scholarship. Kwa hilo ndo jambo ambalo nitaka kuonyesha watu wahakikishe kozi zote zilizochagua ni full scholarship, na mtu aende akachague hapa kwenye my preferences au kwa Kiarabu wameweka raghabati. Ukija hapa kwenye raghabati uende ukaangalie kozi zako. Huyu hana kozi alizoziweka. Kwa ukifika kwenye kozi, ukiona kozi imeandikwa ni partial au kuna kitu hujatimiza, uhakikishe kozi ile umeenda umeichagulia kile ambacho kimepungua, uende ukakiweke. Mathalan tutajaribu kuchagua kozi hapa, alafu tuone inakueje. Minha kamila, nitajaribu kuweka kozi ya aqida wa da'wa mathalan. Tunawasha hapa, tunaweka kwenye raghba. Kwa ili kujua kama kozi yako ipo ni sawa, tukija hapo kwenye raghba itatuambia kwamba hii kozi imeandikwa hapa minha kamila, miaka 4. Hakuna rangi nyekundu wala hakuna rangi ya manjano. Hii kozi ipo sawa sawa. Na kwa kufanya hivi utakuwa ushakamilisha. Mathalan hapa huyu ametaka kuomba kozi moja tu, maana yake hii kozi ndio atakuwa kozi ameituma. Kwa yule ambaye ameomba kozi 20, hizi kozi 20 kwa mpangilio alioweka ndio atakuwa kuna kozi hizi kishamaliza kuzituma kwa sasa. Mpaka ifika tarehe 21 akija majawabu mengine tutakuja insha Allah tutawajuza, na hili tutalifuatilia hasa katika magrupu. Kwa hiyo tuhakikishe hizi kozi zetu zimekaa miaka 4, tena ni minha kamila. Sasa nitawaonyesheni mathalan mimi nitaenda kufuta cheti kimoja katika vile vyeti nilivyoviweka. Nikikifuta huku itatokezea kuna tatizo, itaniambia bwana cheti chako hujatimiza hichi. Nitakuja hapa hapa unaona huko inaonekana hapa huwezi kufuta. Mathalan hapa ukichagua cheti hiki huwezi kukifuta. Kwa vyeti ambavyo vimefutwa huwezi. Mathalan ngoja tujaribu kufuta hichi. Uone tukija hapa kwenye raghabati tutaikuta. Naam, naona hamna tatizo. Cheti ukishakiweka inakuwa kimekaa, huwezi ukifuta. Sasa kama kutoka kuna sehemu haijaeleweka au kuna swali, tuweke muda wa maswali kama kadhaa tuangalie, alafu tuone itakuwa. Tujitahidi nitenge muda ili nipate kurekodia hii video yake, alafu tushare kwa wote tupate kuona namna gani ya kurekebisha yale maombi yetu biidhnillah taala. Nitaikata hii video ili turudi katika jilsa hadi. Naam, barakallahu fikum. Wa alaykum salaam. Sajabas, naam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Akhi, mimi nilikuwa nauliza hivi. Naam. Kwa mfano unataka kufanya application lakini kuna pasipoti haujakamilisha, kwa maana taratibu zake pengine unategemea hata ndani ya mwezi huu utakuwa kushaipata. Sasa hii imekaaje kwenye issue ya kuomba? Yani mpaka sasa pasipoti huna? Lakini ipo kwenye
hatua za mwisho kuipata? Pasipoti inatumia wiki moja ustadi au wiki mbili. Kwa kama ni unatarajia wiki moja, maana yake muda bado upo. Na kama wiki mbili, fanya maombi. Ile sehemu ya pasipoti nahisi ni sehemu zinazoweza kueditika. Kwa nenda kaiweke hiyo pasipoti, eka labda picha yoyote pale mwanzo, alafu baadaye utakuja utaedit. Ukipata pasipoti utaiweka pasipoti yako biidhnillah taala. Ila ifuatilie kwa ukaribu pasipoti ustadi Tanzania. Ukiwa una haraka unaenda unasema, unawaambia kule, au utafuta mtu anayejuana na watu wa kule wakusaidie ili upate pasipoti yako kwa haraka. Shukran, barakallahu fik. Kwa wewe saizi tuma, chagua vyuo, cha muhimu uweze kuchagua vyuo, eka maombi yako, uchague vyuo vyako, alafu hiyo pasipoti hata kama ukipata ile siku anayofunga au siku moja baada yake, unaweza ukaenda ukaiedit biidhnillah taala. Haya, shukran. Barakallahu fik. Naam, Ustadh Yusuf. Shukran. Assalamu alaykum warahmatullah. Wa alaykum salaam. Mimi nina maswali mawili. Swali la kwanza, kwenye upande wa reference data pale ni lazima ujaze, yani unaweza ukajaza mzazi ama ni lazima ujaze mwalimu wako ambaye amekufundisha either degree ama diploma ama vitu hivyo? Hapana. Unaweza ukajaza hata mzazi. Hamna shida, hata mzazi unaweza ukajaza. Naam, ni mtu ambaye anaweza akakuelezea wewe ni nani. Kwa nini inapendekezwa watu ambao wenye degree au waliowafundisha wanafunzi wao? Kwa sababu hili jambo ni jambo la kielimu, na wale wanakujua wewe kwa upande wao, upande hasa wa kielimu. Yani huyu si kama mzazi wako. Mzazi wako anakujua vitu vingi, na siku zote mzazi wako yupo katika sehemu za positive. Lakini kuna mambo ya kielimu, inawezekana mzee wako hajafikia daraja fulani za elimu, ila wale walimu ambao ni wakufunzi, labda walimu wa vioni, wanakuwa wanawajua wanafunzi wao. Kwa kama wewe mwalimu wako anakujua, kwa anaweza akakuelezea wakimuuliza katika masala ambayo wanahitajia wao katika elimu. Ni sehemu ambayo unaweza ukajaza maelezo ya mzazi, unaweza ukajaza kwenye reference data maelezo ya mwalimu, au pia unaweza ukaacha kabisa kama huna mtu ambaye unaweza ukamjaza. Kwa si sehemu ya lazima. Lakini au la, kama utapata kujaza basi ujaze mwalimu wako, ukikosa japo hata wazazi, ila si lazima kujaza. Kama ukisema hujazi pia nayo haina tatizo. Shukran. Swali la pili, kwa watu ambao wana apply level ya masters, ni lazima kuweka vyeti vya thanawi kwa maana ya form 6? Yani kama unaomba level ya masters kwa pale wameweka inavyoonyesha, lakini muhimu viwepo, kwa sababu katika cheti ambacho muhimu kwenye maisha ya mtu ni cheti ambacho ya undergraduate, yani kabla hajaingia degree, kisha labda thanawi au form 6, ni cheti ambacho kinamata kuonyesha kipindi anasoma mwanzoni alikuwa ni mwanafunzi mwenye sifa hizi. Sawa. Hivi na hivi. Mathalan masters, je, ni vizuri akaweka cheti cha form 6? No. Ila akisema asiweke, kwa sababu usipoweka cheti cha form 6, ukisema hujaweka cheti cha form 6, hutaweza kuomba kozi ambazo ni za degree, yani baccalaureate. Ndio. Lakini ukiweka cheti cha form 6 na cheti cha masters au cheti cha form 6 na cheti cha degree, unaweza ukaomba kozi za degree na ukaomba kozi za master. Ili uombe kozi za master lazima uweke cheti cha degree. Ili uombe kozi za degree lazima uweke cheti cha form 6. Kwa cheti cha form 6 kinalazimika iwapo unataka kuomba form 6. Ila ukiwa unaomba master na umeweka cha degree, la cha form 6 si lazima. Ila kozi zote za degree hazitatokezea kwako na zitakudai uweke cheti cha form 6, na Allah mjuzi zaidi. Aha, asante. Swali la mwisho, kuna baadhi ya vyuo vinahitaji uwe na ile certificate ya Kiingereza, labda IELTS ama baadhi ya kozi baadhi ya kozi, of course. Hili limekaaje? Yani mpaka sasa wengine hatuna, mathalan tuseme tunaweza tukaweka nini? Tunaweza hili pale ama tunaweka nini? La, mathalan umeambia mtihani wa IELTS, maana yake lazima iwe IELTS. Ukichukua IELTS ukaenda kuweka TOEFL inakuwa vitu vili tofauti. Na wana recommend hiyo mitihani kutokana na mahitaji ya kozi. Mara nyingi wanataka kujua, je, unajua kuzungumza Kiingereza? Kwa kwenye kujua hapo kuna max maalum. Mathalan katika miji ya mamlaka huku Saudia, wanafunzi kutoka thanawi kwenda degree wanahitajika wafanye mtihani unaitwa qiyas, yani kudurati, mtihani wa kupima uwezo wao, mtihani wa kama IQ fulani. Wanapima uwezo wako wewe wa kusoma. Je, unaweza kusoma? Kwa ukipata max chini ya 60
huwezi ukaenda ukasoma degree. Kwa sio kwa huyu mwanafunzi hakufaulu form 6, la, kafaulu vizuri, au kufaulu thana, kafaulu vizuri, lakini je, ana uwezo wa kuendelea na masomo ya juu? Kwa ndio huo mtihani wanalazimishwa hao wanafunzi wafanye. Kwa hizo kozi ni hivyo hivyo, inawezekana zina mambo yanahitajia, baadhi ya watu wanakuwa wanajua Kiingereza lakini wanashindwa kukitumia na kadha, au inawezekana Kiingereza chao si vizuri, kwa inabidi wajifunze zaidi, na namna gani watawapima ni kupitia hiyo mitihani. Kwa baadhi ya vyuo wameweka kanuni na wanataka lazima upitie kozi kama hizo, ila unaweza ukazi escape. Mathalan kama hicho chuo kitakuwa kina kozi ya lugha, diploma ya lugha kwa wale wasiozungumza Kiarabu, unaweza ukaomba diploma hiyo, na ukishaomba wakati wa kuendelea mbele unaweza ukaomba chuo kwamba mimi nilisoma vyeti vyangu hivi hapa, kwa wakati huo upo chuoni. Lakini ila ukiwa huku nje inakuwa ni ngumu, kama kile cheti huna na kuna wanafunzi wengine wanacho, watangulizwa wale ambao wenye kile cheti. Allah mjuzi zaidi. Shukran sana, barakallahu fik. Wa fikum albarak. Naam, Ustadh Muhammad Msomi. Msomi. Naam, salamu alaykum. Naam, Ustadh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe sio Ustadh Muhammad Msoni bwana, au ni Msomi? Msomi. Mashaallah, mashaallah. Nikajua ni shehe wetu anataka kutuuliza, tuambie bwana sisi hatuwezi kuyajibu hayo mambo mengine. Naam Ustadh. Katika jambo la majina pale, baadhi ya watu na kipindi hivi ilikuwa zile pasipoti tuliweka majina 4, yani majina ya passport, yani mfano Muhammad Saidi Omari Msomi. Sasa katika jaza, je, haya matatu unajaza sehemu ya kwanza afu sehemu moja na ukiangalia kwenye pasipoti kuna majina ya kwanza. Kwa mtu labda na majina ya kwanza matatu yote yamewekwa pamoja ule mstari wa chini, alafu jina la mwisho au surname linawekwa juu. Je, wewe majina yako mawili yamewekwa juu, matatu yamewekwa chini, au mawili yamewekwa juu, mawili chini, au matatu chini, moja juu? Matatu ndo yanakuwa mwanzo, alafu moja yanakuwa matatu. Kwa yale matatu yaliyowekwa chini pamoja yale unaweka sehemu ya kwanza, alafu lile la mwisho la juu unaweka sehemu ya pili. Okay. Barakallahu fik. Wa fikum albarak. Naam Ustadh Jawad. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, al-akhi, nilikuwa naulizia kuhusiana na namna ya kufuatilia haya maombi kwa kuingia kwenye hii malafu na kwenye hizi raghabati hizi, kwamba ukiingia humu ni hakuna sehemu nyingine mpya zaidi ya kuona tu vile ambavyo vilivyojazwa, au kuna sehemu nyingine ya kuingia hapa? Unavyoonyesha system mwaka huu walivyoweka watu wachague vyuo, waeke vyuo walivyochagua, na wamepewa muda kuanzia tarehe 15 mwezi uliopita walivyofungua mpaka tarehe 21 mwezi huu ya kurekebisha yale maombi yao ambayo wameyatuma. Fika tarehe 21 watafunga mlango wa kurekebisha maombi. Kishafunga mlango wa kurekebisha maombi, sasa ndio unaweza ukaangalia kwa tulivyoambiwa hapa, tulivyoenda kuuliza kwamba utaona hali mara imebadilika baadhi ya vyuo, kwamba wewe umekubaliwa, je unataka kusoma chuo hichi? Maana mathalan mimi nimeomba Jamia al-Islamia, baada ya kuomba yani baccalaureus, baada ya kuomba ile kozi nikatuma, hiyo vitaanza kuchagua. Kwa hisi itakuja kwenye email yako kwamba umechaguliwa chuo fulani, uende ukaconfirm. Utaingia kwenye website, ukifika utabonyeza sehemu ya kuconfirm kwamba umekubali kile chuo, vyuo vingine vyote vitaachana na wewe, alafu wewe utaendelezwa na maendelezo mengine ya kile chuo. Kwa hiyo tuliambiwa chuoni kwamba mtu akija akiambiwa amechaguliwa kile chuo, atagiwa siku 5 tu, ataenda atachagua kwamba nimekubali kuchaguliwa Jamia al-Islamia, alafu mambo mengine wataendelea nayo Jamia al-Islamia, namna gani ya yeye kuja chuoni, kummalizia maombi yake na vitu kama hivi hapo. Sijui ustadi utakuwa ndo hayo maelezo ambayo tulipewa. Kwa uhakika zaidi, ngoja ikifika hiyo tarehe 21 hali zikianza kubadilika, tutakuwa tunajuzana japo kwa screenshot katika magrupu na mambo mengineyo inshallah. Naam, nashukuru sana la akhi. Walakini jambo jingine pia alikuwa anaulizia, mathalan kwenye baadhi ya dokumenti zangu utakuta maana mtu wa Tanga mathalan
Tanga kuna imeandikwa Tanja kwa jim ambayo ina alif, jim alif. Alafu kuna ile Tanga kwa aini alif, ghain alif. Ndio. Je, hili nalo kwenye majina haya hakutokuwa na mushkeli katika document kwamba labda kuna kupishana? Hapana, majina ya Kiarabu miji yetu asili majina yake ni si ya lugha ya Kiarabu. Kwa kwenye kuandika, je, unatumia ghaini, unatumia jim, haya mambo hayakuwekwa ittifakia, inategemea na watu. Mathalan, kutokana na lahaja za watu fulani, ghaini kwao inakaribia jimu, kwa wanaiunganisha na nuni na kuwa Tanga. Kutokana na lahaja za watu fulani, mathalan Wasuudi jimu wanaita ga, kwa wakiita ga kwa wanatumia Tanja, kwa wanaona kwamba hii ndio Tanga, kwamba jimu inakaribia na nini na ji, yani Tanga, kwa sababu wao wanaita ga. Lakini kuna watu wengine kafu ndo wanaita ga. Kwa mfano watu wa Iraq kama sikosei, kafu wanaita ga. Kwa hawa wakiita ile kafu ni ga, maana yake watahitajia kukaribisha ambayo inakaribia na hii kafu ambayo ni ghaini ipo chini ya kafu, ndo wataita. Yani kiufupi kila watu na wanavyotumia. Kwa hili mambo ya miji hayasumbui. Kinachosumbua ni yale majina yako kuendana na pasipoti. Mathalan, mimi ingekuwa ushauri wangu kama itawezekana watu watumie herufi za Kiswahili kwenye majina yao tu. Kulikobakia wanaweza kutumia za Kiarabu ili majina yaendane, pasije pakaja pakawa pana tofauti. Au unaweza kuweka Kiarabu kama uhakika cheti chako kimetafsiriwa, unajua jina lako kwa uhakika. Maana kuna watu mathalan majina yanayoanza na herufi ambazo hazina haraka. Mathalan ni mtu anaitwa Mshauri inaanza na mim sakin. Kwa unakuta kuna watu wanaanza na ile mim sakin wanaweka na hamzatul wasli. Na asili jina la Mshauri si jina la Kiarabu, na majina ya Kiarabu katika kanuni ya kuandika hayaanzi na hamzatul wasl. Kwa yeye akaanza na hamzatul wasl, akija huku jina linakuja linabadilika namna ya kuandika. Kwa unakuta kuna, ila sio mbaya hata ukiweka kwa Kiarabu, lakini mimi ushauri wangu yaweke kwa Kiswahili ili baadaye isije katokezea sintofahamu wakati wa kutoka visa. Ila sidhani kama kuna matatizo. Mara nyingi yanakuja majina kama ukichagua, yani kiufupi sintofahamu inakuwa ni ndogo. Lakini ili kuliepusha na kuliondosha kwenye yale majina, ikiwezekana watu majina yao yale ya kuomba, jina la kwanza, la pili na la tatu yawekwe kwa lugha ya Kiswahili. Majina ya mji la basa bihi, hayana tatizo. Unaweza kwa Kiarabu wala hamna. Mathalan sehemu inaitwa Tanga, hata Waarabu inawezekana Tanga yenyewe hawajui ni nini. La basa bihi hayo mambo. Naam. Mashaallah, barakallahu fik al-akh. Wafikum al-barak. Naam, Ustadh Omari. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nilikuwa na maswali mawili. Naam. Swali la kwanza, naomba uniweke sawa bana, sikusikia vizuri pale kwenye kujaza karatasi ya polisi. Naam. Ya tarjama unaiweka vipi? Katika tarjama inabidi mathalan karatasi ya polisi mara nyingi tunaweka kwa PDF. Kwa ukurasa wa kwanza inakuwa ni ile karatasi original ya polisi. Ukurasa wa pili inabidi iwe ni ile karatasi ya tarjama. Kwa kama unaenda kuskani stationery, maana yake unaskani karatasi ya kwanza ya PDF ile ya asili, alafu unaskani karatasi ya pili ambayo nini? Ambayo ndio hiyo ya tarjama. Kama unaskani kwa simu, maana yake zile karatasi labda unazo mkononi, unaskani karatasi ya kwanza ile original ya polisi, unaskani karatasi ya pili ambayo ni ile ya tarjama. Kwa hiyo inakuwa ukurasa wa kwanza ni wa origi, ukurasa wa pili ni wa ile tarjama, alafu unaziweka zote mbili sehemu moja. Yani ukienda ukilitia ile faili linakuwa na karatasi zote mbili. Kwa Waarabu wakiingia wakiangalia, wanakuta kama hawajaelewa maelezo ya Kiingereza yalikopo juu, wataelewa maelezo yalikopo chini. Ile inavyoonyesha kana kwamba wamejipanga kutokana na hizi lugha mbili. Ndio maana ukiangalia hata website yao ina lugha mbili za rasmi ambayo ni Kiingereza na ni Kiarabu na Kiingereza. Kwa ukiweka lugha yote katika hizi naona kutakuwa hamna shida. Lakini lililokuwa aula na kuweka mapendekezo ya zaidi mbeleni, basi watu waweke ya Kiingereza na Kiarabu zote mbili ikiwa wanazo. Kama huna, basi hiyo ya Kiingereza kwa sasa kwanza itatosheleza. Utafute na hiyo ya Kiingereza, utafute na tarjama yake mbeleni, ukiipata basi ukaziunganishe kisha uziweke kwa mara ya pili. Sasa na swali la pili nilikuwa nauliza, labda mtu ana cheti cha form 4 anaruhusiwa kule kutuma maombi? Kwenye kutuma maombi, kwa kusema ukweli, tukitumia neno ruhusa tutakuwa hatujaweka katika usawa. Kusema ruhusa kana kwamba ukitaka, kuna geti, mtu akitaka kuingia anazuiliwa.
Kwa system ilivyokaa haipo hivyo. Zamani ilikuwa labda kwenye jambo la umri wa miaka 25. Wakati unachagua umri tu, huwezi ukachagua labda mtu kazaliwa 92 kwa mwaka 2020 akachagua mimi nimezaliwa 92, anaambia wewe umezidi labda miaka 25. Nimezaliwa mwaka 89, anaambia wewe umezidi miaka 25, huwezi kuomba. Kwa hapa ndo kuna jambo la ruhusa kwamba huyu haruhusiwi tena kuomba. Lakini system ilivyokaa sasa hizi kwamba mtu yeyote kama mtu kazaliwa mwaka 60 anaweza akaomba sasa hivi asome degree. Shida inakuja kwenye kuchaguliwa. Mimi nahofia kwamba huenda ikawa ni sababu miongoni mwa sababu za mtu asichaguliwe. Ila jambo la kuchaguliwa na kutokuchaguliwa, kuna watu umri wao upo sawa. Mtu amezaliwa labda mwaka 2004 au 2003, anaomba mwaka huu 2026. Huyu mtu hajafika miaka 25, au tufanye mtu kazaliwa mwaka 2006, 2005, hajafika miaka 25, miaka 20 maskini. Na Allah asijalie hivyo mtu huyu akawa ameomba na asichaguliwe kwa sababu nyinginezo, labda cheti chake si kizuri, au hakutimiza vigezo vya kuomba, au chuo kimetimiza idadi na kadhalika. Huyu mtu hakuchaguliwa na alikuwa ameomba. Kwa huyu kakosa 100 na wakakosa, basi kwenye kuchaguliwa si lazima mtu akatimiza vigezo. Lakini mimi nina uhakika kuna watu nawajua, si mmoja, si wawili, si watatu, hawajafoji vyeti, yani umri wao wameweka umri sahihi, hawajafoji pasipoti, hawajafoji chochote, ni ile kila kitu chake kipo sawa sawa, na amechaguliwa jamia na ameomba hali ya kuwa na miaka 27. Ameomba miaka 27, mwaka uliofuata akachaguliwa, akaja akasoma. Kwa hili jambo la kuchaguliwa kuja kusoma ni jambo la riski, ikhwa. Kwa mtu asidhanie kwamba kwa kuwa mimi na miaka 18 au na miaka 19 lazima nichaguliwe. La, inawezekana mtu ana miaka 18, la qadar Allah, kuna mambo mengine yametokezea yamesababisha yeye asichaguliwe. Na kuna mtu inawezekana na miaka 30 na akaomba kwa mashia ya Allah, mtu huyu akachaguliwa, akawa ni mwenye kuja na kuendeleza masomo yake, na Allah mjuzi zaidi juu ya hilo. Kwa yule mwenye cheti cha form 4 mimbabi aula, yeye ana cheti cha form 4. Cheti cha form 4 kikitafsiriwa, kifanywa tarjama, kinaitwa secondary school, maana yake ni almadrasa athanawiyya. Madrasa athanawiyya, na hichi kinahitajika cheti cha thanawiyya. Ila baadhi ya vyuo, mathalan Jamia al-Islamia, ukileta cheti cha form 4 cha Tanzania kinajulikana na cheti cha form 6 kinajulikana. Na wajua watu zaidi ya wawili ambao waliomba kwa vyeti vya form 4 na walikuwa wameishia form 4 wakachaguliwa, wakaja wakasoma, wakamaliza mahadi lugha. Zamani ilikuwa ukiomba kwa namna hii ukachaguliwa mahadi lugha, unasoma mahadi lugha miaka 2, kisha ukitoka hapo unaenda kusoma mahadi thanawi, unasoma thanawi mwaka mmoja, upewe cheti cha thanawi ndio uende degree. Miaka kama 4 nyuma au 5, Saudia ikabadilisha system. Vyuo, kuna mathalan Jamia al-Islamia ilikuwa ina mahadi thanawi na mahadi mutawassita. Hizi zote zikaondoshwa kwenye mkono wa Jamia al-Islamia, zikarejeshwa kwa wizara. Zilivyorejeshwa wizarani, maana yake wanafunzi wanakuja kusoma, lakini ni wanafunzi muqimin na wanafunzi ambao ni wazawa wa Saudia. Kwa wale ambao walikuja kwa minha, ikawa Jamia haiwezi kuwapenyeza tena kwa sababu hizi mahadi thanawi hazipo chini ya utawala wao. Jamia ikawaambia wanafunzi wote ambao hawana vyeti vya thanawi warudi nyumbani, waende wakasome. Wakishapata kusoma, waombe tena Jamia al-Islamia waje wachaguliwe. La qadar Allah, mwaka ule ulikuwa ni mwaka wa corona, nakumbuka mwaka 2020 kama sikosei. Watu karudi likizo, kurudi ikawa kusoma ni ambudi. Wale watu ambao waliambiwa warudi na vyeti wakachukua fursa ile kwenda kusoma, wakasoma form 5 na 6, wakafanya mitihani, wakapata vyeti vile vya kumaliza form 6. Chuo kilivyorudi, yani baada ya corona kupungua na kuisha, wakarudi wanafunzi vyuoni, na wao wakarudi kama wanafunzi wapya kwamba sisi waliomba visa na kadhalika, wakagewa, wakarudi chuoni wakaomba. Kwa jambo la kuchaguliwa na form 6, yani cha form 4, mimi mwenyewe hapa tunazungumza niliomba kwa cheti cha form 4 na nikachaguliwa kwa cheti cha form 4, kwa sababu wakati na maliza form 6 ilikuwa maombi. Zamani ilikuwa system inafunguliwa kisha huwezi kuedit, huwezi kufanya chochote. Kwa nilishindwa kuedit na kuupload cheti changu cha form 6. Kwa nimechaguliwa hapa kwa cheti cha form 4. Na nilipofika nikaonyesha cheti cha form 4 na form 6, lillahi alhamdu, nilipomaliza mahadi nikapelekwa degree moja kwa moja. Kwa wapo watu tunawajua na waliomba kwa form 4 wakakubaliwa. Kwa sioni kwamba ni mani, huenda ikatokezea tena hiyo fursa. Kwa mtu kama ana cheti cha form 4 na vitu vingine vyote vimetimia, atumie fursa hiyo kwa ajili ya maombi. Na yule ambaye ana cheti cha form 6 tayari, basi asikae nyumba. Kama huyu wa form 4 anaweza kutuma akaomba Allah na huenda akachaguliwa,
basi wa form 4 mimbabi, wa form 6 mimbabi au la cheti cha form 6 basi kadimisha hivi sasa. Kwa haya ndo maelezo nilijaribu kuwapa ikhwa, na nimeona kwa kuwa na wewe uliliuliza hili, inawezekana na mwingine akahitaji tafsiri zaidi, basi nilikunjue kidogo hili swali katika kulielezea, na Allah mjuzi zaidi. Barakallahu fikum. Wafikum barak. Naam, Ustadh Hajirani, Ustadh Hajirani Msuya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi leo tunaongea kutoka wapi leo? Niko Gomba bado. Alafari ndugu yangu. Mashaallah. Mimi swali langu tu ninataka nijue kuhusu tarjama. Hivi ni vyeti vingapi vinafanywa tarjama? Hilo tu, kwa sababu naona kuna vyeti nimesema mpaka polisi, na nilikuwa nataka nijue kwa hospitali. Ndio hivyo tu basi. Nilijaribu kugusia kwamba saa hizi website yao imewekewa lugha official mbili, lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiarabu. Na vyeti vyetu vingi vya elimu, vyeti vya official vinakuwa na lugha ya Kiingereza, vyeti vya Tanzania. Kwa hiyo kwa kuwa lugha wameweka mbili, inavyoonyesha kwamba ni lugha ambazo zinatambulika na unaweza ukaomba kwa vyeti ambavyo vina lugha hizi mbili, ima ya Kiarabu au ya Kiingereza. Na kwa kuwa wenyewe ni Waarabu, basi vyeti vyenye lugha ya Kiarabu vinatangulizwa. Sasa vyeti vyetu kwa kuwa vina lugha ya Kiingereza, na sisi tunahitajia kuweka kipaumbele katika haya maombi, kwa tunaona kuna haja ya kufanya tarjama kutoka lugha ya Kiingereza kwenda lugha ya Kiarabu, japokuwa lugha ya Kiingereza nayo pia inatambulika. Kwa hiyo kwa yule ambaye ana uwezo aende akafanye tarjama ya vyeti vyake, mathalan cheti cha shule labda cha form 4, cheti cha form 6 au cheti cha form 6, cheti cha degree, cha masters au cha doktora, vyeti vyote alivyokuwa navyo vile vinavyohusu elimu aifanyie tarjama kwa lugha ya Kiarabu kama atakuwa na uwezo. Hana uwezo mtu huyu, basi naona kwamba hamna shida, kwa sababu lugha yenyewe imekuja, kuna lugha mbili zinatambulika, Kiingereza na Kiarabu, na pia ni lugha ambazo zinatumika hapa, na unaweza kufanya maombi. Mathalan mtu anaenda kuomba engineering, lugha wanazosoma ni lugha ya Kiingereza, yani muadhamu wa muda mwingi wanasoma, yani muda mrefu wanasoma kwa lugha ya Kiingereza kuliko ya Kiarabu. Kwa wenyewe wanaitimadi na lugha yao ya Kiarabu, lakini unaweza ukafanya tarjama au ukakituma kile cheti cha Kiingereza na ukawa hamna shida. Kwa mathalan Sheikh Msuya anataka kuomba masters, una cheti cha degree ambacho kina lugha ya Kiingereza, unaweza ukakitumia hivyo hivyo Kiingereza, au ukaenda kufanya tarjama kikawa katika lugha ya Kiarabu na ukakitumia cheti hicho. Pia cheti cha pili ambacho unaweza ukakitumia, mathalan unataka kuomba masters, kwa cheti cha degree na cheti cha thanawi. Cha thanawi unawezekana usikifanyie tarjama, ila cha degree kwa sababu ndio level ulioishia ya mwisho, hichi kina umuhimu wa kufanyia tarjama. Mtu anaenda kuomba degree, kwa kile cheti cha thanawi akifanyia umuhimu kukifanyia tarjama. Na ukiweza kufanyia vyeti vyote hamna shida. Vyeti gani ambavyo ni muhimu kufanyia tarjama? Cheti cha kwanza ni cheti cha degree au cheti chako kile unachotakiwa kufanyia maombi. Cheti cha pili, cheti cha polisi, kwa sababu ni cheti cha lazima kukiweka. Cheti cha tatu, cheti cha hospitali, kwa sababu hichi kinaonyesha hali yako ya afya. Kwa hiyo wasije wakaja wakaona kwamba wakashindwa kusoma yale maelezo yaliyowekwa na kadhalika, kwa waone kwa lugha yao haya maelezo yanamaanisha hivi na hivi na hivi. Cheti cha nne, unaweza ukafanya labda mathalan hiyo, vingine unaweza kwa Kiarabu tu, CV, tazkia na kadhalika. Tazkia kachukua BAKWATA wa kuandikia Kiarabu moja kwa moja. CV andika kuanzia mwanzo kule, wakati hiyo CV unaitengeneza ya Kiarabu ili isihitajie tarjama. Na labda vyeti vya mitihani, labda mtihani labda umeambiwa ufanye mtihani wa TOEFL au mtihani wote STEM. Ule mtihani ukija na majibu yake Kiingereza, haina haja ya kwenda kutafsiri, kwa sababu wao ndo wamedai mtihani wa STEM, na wanajua mtihani wa STEM ni mtihani labda mtihani mtihani wote wamedai mtihani wa Kiingereza, na ule mtihani unafanya wa Kiingereza na majibu yake yanatoka kwa Kiingereza. Hakuna haja ya kwenda kukifanyia tarjama kuweka kwa Kiingereza. Kwa ni vyeti vikubwa hivyo vitatu: cheti chako, vyeti vile vya shule au vyeti vya masomo, cheti cha polisi na cheti cha hospitali. Shukran, barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fikum albarak. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Ustadh Abbas. Ustadh Abbas Omari, naona ipo kimya ndugu yetu. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mimi na maswali mawili. Naam Ustadh Abbas. Naam.
mwaka kipindi kilichopita ilituma maombi yakawa yamekataliwa. Je, nikitaka kurudia sasa hivi kuyatuma nitumie email nyingine au naweza nikarudia email ile ile ambayo nilitumiaga mwanzo ikawa maombi hayajakubalika? Naam, jambo la kwanza, yale maombi ya mwaka jana yote yamefutwa. Kwa hamna alaka baina ya maombi ya mwaka jana na maombi ya mwaka huu. Jambo la pili, kama ulituma maombi mwaka jana, mwaka huu huwezi ukaingia ukayaona yale maombi ya mwaka jana, kwa sababu mpaka kiungo cha website pia wamekibadilisha. Zamani ilikuwa inapitia, yani saizi kana kwamba hii manasa inajitegemea kama manasa. Sasa imekuja studyinsaudi.sa, na wakati zamani ilikuwa studyinsaudi.moe. Moe ni Ministry of Education.sa. Kuna kiungo kimedondoshwa katikati. Yani kana kwamba mauki ya mwaka jana mustaqil na ya mwaka huu mustaqil. Kwa watu tunachoshauri, yani kiufupi, mwaka huu huwezi ukaendeleza maombi ya mwaka jana na email yako haihusiani maombi ya mwaka jana na mwaka huu, kana kwamba wameanza min jadid. Kwa hiyo mtu na afanye kama uliomba mwaka jana, mwaka huu inabidi uanze maombi upya. Unatengeneza hisabu, insha hisabu, unajaza maelezo yako, una upload vyeti upya, au kumaliza hapo unachagua vyuo na kadhalika. Kwa ndugu yangu nakushauri, kama uliomba mwaka jana usikate tamaa, inawezekana riziki yako ipo mwaka huu bwana. Na ihris ala ma yanfa'uk. Wewe unaonaje jambo la kusoma elimu, labda elimu ya dini huku mamlaka, au hiyo elimu unataka kusoma ukasema huku ni jambo ambalo lina manufaa na wewe, miongoni mwapo ni unapata full scholarship, unakuja kusoma katika mji wa watu, lakini unalipiwa kila kitu, ambapo nyumbani laiti ungesoma pia ungetoa gharama zako mwenyewe. Naam. Nasema swali la pili, nimejaribu kutuma mwaka huu lakini mfumo ambao ndoweka nimeona ni unakusumbua. Okay, ngoja hapa nijaribu. Ndo napata message ya message ya, yani pale ninapoanzisha inshaul hisabu jadidi. Ndio inakueje ustadi? Lakini baadaye nikimaliza, ndio hapa nimesahau kidogo, lakini message ambayo inataka uthibitishe kama ni email yako ili uendelee kujaza. Sawa. Sasa kutuma kwa mwaka ndo analeta message, lakini ukifika mwisho kule kwenye raghabati ile kujaza ile, unachagua kulia, kuchagua jamii, ukishamaliza afu ukapula mfumo ulioweka ama nimekosea? Ushamaliza kuchagua na view ustadi, si ndio hivyo? Yani sana nikachagua zile kulia zote 20. Aiyo, kama umemaliza hapo kwa sasa inakuwa ushamaliza kufanya maombi. Kinachobakia ni upo sawa, upo kwenye zamani ilikuwa inakuja email na namba na kadha na kadha. Mwaka huu haviji. Ilipokuwa maelezo, sisi tulijaribu kuuliza hapa jamii kuhusiana na jambo hilo, wakatujibu kuwa inabidi ufanye subra kidogo. Baada ya tarehe 21 jamii ndio itagewa fursa na manasa kuchagua wanafunzi wake. Ikishawachagua itawagia wale wanafunzi, bwana umechaguliwa jamii ya Islamia, umechaguliwa jamii ya fulani, utagewa muda fulani uchague, je una confirm kwenda kile chuo? Maana yake ukiconfirm hivi vyo vingine vyote vitaachana na wewe, wewe utabaki na kile chuo kimoja ulichokiomba. Hayo ndo maelezo tuliopewa kwa ufupi. Kwa sasa ili kulihakikisha hilo, tungojee tarehe 21 ifike, na hayo mambo yatakavyotokezea tutakuwa tunasaidizana kwenye grupu. Na nimejaribu kuweka linki ya grupu katika sehemu ya chati, na nimeona kuna maswali baadhi tutarejea tukiwamaliza. Hawa ndugu zetu hapa wamebakia takriban kama 5-6. Kwa Ustadhi Abbasi bwana, ni hivyo. Kwa wewe hapa ulipofika umefikia pazuri na umeshafanikiwa kufanya maombi kwa mwaka huu. Kwa tungojee tarehe 21 na tuzidishe dua kwa wingi ili Allah ajalie wewe na iko wote waliomba wawe katika wale ambao kwenye kuchaguliwa. Allahumma amin. Naam. Amin. Amin, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Naam, Sheikh Ramadhani. Ustadh Ramadhani. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Kidogo sogeza simu yako karibu, naona kama uko mbali, sauti sisikii vizuri. Naam. Sauti ipo mbali kiasi. Naam. Nakusikia lakini sauti kama ina mawimbi na kusikia kwa mbali yani. Kama unatumia headphone zile za Bluetooth, jaribu kuzizima, tumia nini, microphone ya kawaida ya simu au kompyuta. Naam Sheikh, hapo nasikika? Naam, nakusikia vizuri sana. Haya, bismillah. Nasema swali langu kwenye hizi ambazo baadhi ya vyuo wanatoa partial scholarship tumeona, na ambayo wanatoa benefit zote kama Qasim, lakini benefit ya matibabu tu ndo ambayo inakosekana. Sasa sisi kama mtu atakuwa ameamua kuchagua hiyo na pengine ana uwezo wa kujilipia hiyo bima ya afya, labda kwa makisio tu, kwa uzoefu wenu, bima ya afya kwa mwaka kwa mwanafunzi inaweza kufikia kiasi gani? Hili kwa kweli sijalifuatilia na nahisi tuoni kama hivyo wakiondosha, sijui inakueje, ila ngoja tutajaribu kuuliza na tukipata majibu insha Allah tutawajuza. Ama kuhusu bima ya afya sidhani kama watakulazimisha bima, ila zipo za unaenda kuchagua, zipo za kiwango tofauti tofauti, kwa sababu hiyo bima inawezekana ukachukua ya hali ya chini au ukachukua ya hali ya juu kwa ajili ya inategemea na insurance ambao utaingia nao. Kwa sijajua inakueje, kwa sababu sisi za kwetu zinakuwa zinaunganishwa kutoka serikalini moja kwa moja. Sasa sijui hao wengine wanafanya vipi, na hili jambo naona kama ni geni, kwa sababu vyuo kama vile Jamiatul Qasim zamani walikuwa wanatoa kila kitu, yani kila kitu kipo full. Sasa ngoja tujaribu kuwasikiliza wale ndugu zetu waliokuwa kule, wajaribu kuuliza huko chuoni na kueje, yakipatikana majibu tutapata kuwajuza insha Allah taala. Kheri inshallah. Niko naomba hapo tuunganishe na accommodation pia, maana imeonekana kuna vyuo kama Taiba pia accommodation pia haipo. Vitu vingine vote vipo kwenye benefit, lakini accommodation pia hakuna. Kwa hili pia labda tungelifanyia uchunguzi, ili hata watakaochaguliwa kwenye vyuo hivyo basi wajue pengine kwa yale ambayo watataka kujitegemea wenyewe, mtu ajue hapa. Jamia Taiba ipo Madina. Jamia Taiba ipo Madina, na waliochaguliwa mwaka jana mwisho hapo vijana hapa, Allah atilie pesi, mwaka jana na hisi walikuja hawa bwana, wamepata makazi. Kwa kama itakuwa hakuna ni kuanzia hiyo mwaka huu watakaokuja. Kwa kama kukiwa hakuna inabidi uende ukakodi sakan pahala pa kukaa mwenyewe, na huku wanakodisha kwa shuka, unaenda ukodi shuka. Na maeneo ya ambayo ambaria wanaweza kuishi wanafunzi kwa sahali, yani bei zake zinafuu, kodi na range shuka unapata kuanzia 500 riali na kuendelea mpaka 2000 na kuendelea. Kwa kile kiwango cha chini angalau uandae kwa mwezi, labda mpo wawili mnaishi pamoja, manake wewe na rafiki yako labda mmechaguliwa pamoja mkaishi pamoja, mnaweza kulipa hiyo 500 kama vile 350,000 kwa mwezi mmoja, ndio kodi ya mwezi kwa uchache, sehemu ambayo ya hali ya kawaida sana ambayo mnaweza mkaishi. Kwa jambo linawezekana. Kwa kama umeamua kuchagua hiyo partial scholarship, basi ukakosa huduma ya afya, labda ukajilipia mwenyewe bima, tutakuja kujua kama tutapata majibu huko kwa ikhwa inakueje na process zake zipoje. Labda inawezekana uhitajiki kuwa na bima, ila ukiuma uende mwenyewe hospitali ukajitibie na kadhalika, na mambo kama hayo, lakini sidhani kama watakuachia uje usome bila ya bima. Na maelezo yote yatakuwa yanapatikana, na tutajitahidi kumtafuta mheshimiwa balozi, naye pia anaweza akatufuatilia katika safari hiyo ya bima. Ama hili la makazi kama hayatakuwepo, maana yake itabidi ujilipie, na kwenye kujilipia kwa inategemea mji na mji na pahala penyewe unapoenda kukodi. Kwa Madina hapa ni baina ya 500 mpaka na kuendelea, yani 2000 na kuendelea huko, inategemea na wewe unataka kukaa eneo gani. Kwa hiyo za 500 ndio gharama ya nyumbani kama 350,000 takriban, na Allah mzuri.
Naam, Jazakallah assalamu khair. alaikum. Barakallahu fik. Wa alaikum salam Ustadh Kasim. Ramadhan Sheikh. Naam Ustadh Ramadhan. Na vipi hali yako Mufti? Alhamdulillah. Ustadh Rama, naam. Unaendeleaje? Lete habari bwana Mufti. Salama Allah bwana. kubariki sana, tunapata faida sana. Amin kwa sote bwana. Vipi Kasulu huko wanasemaje maeneo ya Kasulu? Alhamdulillah, wazima kabisa huko. Naam Sheikh wetu, leta habari bwana. Barakallahu fik. Amin wa iyaka. Hapo kuna mdogo wangu anataka kuuliza swali hapo, tutamsikiliza kidogo. Naam. Nilikuwa nataka kuuliza swali kwamba hivi sasa hivi wamebadilisha mfumo wa yani pale sio umesema kuna sehemu ya kujaza GPA. Ndio. Sasa hivi wanaandika ni A, B, C ndo ufaulu huo. Yani matukio yako yanavyokuja ni A, B, C, haji kwa umepata 80 au 90 inakuwa hivi. Okay. Sasa mathalan umaliza form 4 au form 6, si ndio? Mathalan form 4 yanatoka matokeo masomo 7. Somo la kwanza ukapata A, jingine ukapata C, jingine ukapata B, jingine ukapata A tena, kama hivyo masomo umepata. Huwezi ukapata, inawezekana ukapata masomo yote sawa, lakini mara chache inatokezea. Mara nyingi unachanganya zile matokeo marks zako zinazokuja. Sijui unanielewa ustadhi? Sawa. Sasa yale matokeo yakija unajaribu kuyakaribisha. Haya matokeo yangu haya, je, ni A, ni B au ni C? Njia nyepesi mimi ninayotumia, mathalan mtu akipata division 1, maana kuna division 1 mpaka division 4. Kwa division 1 mpaka 4 kufaulu mwisho ni 3. Kwa division 1 mpaka 3 mathalan. Kwa hii 1 tunaweza kusema ndio A na B. Alafu maana mtu akipata B zote naye pia anakuwa nahisi ana 1 ya 10 na kitu hivi, shasahau hesabu zake. Kwa inategemea na zile hesabu zinavyokuja. Kwa hiyo unaweza ukajaribisha kukaribisha yale masomo. Kwa ukiona mimi wastani wangu bwana ni wa A, maana yake ni baina ya 81 mpaka 100. Kwa unaandika max zozote baina ya pale. Andika labda 85, 86, 90 na kadhalika. Mimi wastani wangu wa B, mathalan mtu kapata division 1. Kwa division 1 huyu mara nyingi huwa tunamwekea huyu amepata baina ya, unaangalia na max zake zilivyokuja baina ya 90, 80 humo, unamwekea matokeo ili mradi yakae katika zile max ambazo wao wanapimia. Kwa sisi hawatoi majibu ya amepata 80, 90, hatuwezi kukagua hivyo. Kwa kama ni cheti cha form 4 au form 6 inaingia ugumu kwenye kupiga hesabu hizo. Lakini inabidi ukadirie ili upate majibu, kwa sababu ni ngumu kupitia alama za 20 au alama za 40. Kwa nini inakuwa ni ngumu? Kwa sababu hicho cheti chako chenyewe ukikiangalia nyuma kimeandikwa kwamba haya matokeo A ni 81 mpaka 100, B ni kiasi kadha, C mpaka matokeo ya mwisho. Kwa jambo lilokuwa jepesi ninaloliona mimi kwamba zikadiriwe zile maksi kutokana na alivyopata na awekewe maksi nzuri ambazo zinakaribiana na zile maksi zake. Kwa mtu mwenye 1 unaweza ukamwekea hiyo 90, mwenye 2 akapata hizo 80 na 70, mwenye 3 akapata 60 na hizo 70. Yani vitu kama hivyo, 3 ikawa 60 70, 2 ni 70 mpaka 80, alafu 1 ni 80 mpaka 100. Kwa hayo ndio, hivyo ndivyo nilivyokuwa nawafanyia baadhi ya ndugu ambao nimewaombea, ni kuyakaribisha yale matukio yake alivyoyapata na zile alama zake zilivyokuja. Kwa na nyinyi mnaweza mkajaribisha kwa hilo hilo. Sawa, inshallah. Barakallahu fika Sheikh. Niletee bwana huyu, niletee inbox nimsaidie ndugu yangu. Basi inshallah, Allah kubariki. Jumatano inshallah. Na hii taarifa kwa wale ikhwa ambao walikuwa sijawamalizia maombi yao, kuna watu kama 7. Jumatano nataraji nitakuwa free, kwa hiyo naombeni mnitafute baada ya swala alfajiri. Na hisi nitaanza kuwarekebishia mida ya saa 4. Kwa nitafuteni alfajiri ili muda wote nitakapokuwa tayari baina ya saa 2, saa 3 na saa 4 nikianza matokeo, au Jumanne na mtihani jioni. Jumatano inshallah alfajiri, kwa sababu Alhamisi au Ijumaa ndo anafunga, tupate kuona hivyo. Na huenda wakaongeza muda, lakini hatuna uhakika na hilo mpaka sasa. Allah atie wepesi, Allah sahihi. Shukrani bwana ustadhi Abu Ali. Barakallahu fik. Allah kubariki Sheikh. Amin. Fatahallahu alayhi wa ta'ala afia. Amin. Naam Ustadh Kasim.
Ustaz Kasim Assalamu alaikum. Shabani. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Swali langu tayari nishaliandika huko katika in call message. Okay, kwa hiyo utasubiria mpaka niulize? tulisome au utauliza kabisa? Basi acha niulize kabisa. Swali langu ni kuhusu wale ambao kozi zetu hazijawekwa kwenye zile platform, lakini tuna uhakika yani zipo katika vyuo husika. Kuna baadhi ya ikhwa wametuambia tuchague tu kozi yoyote, alafu tukifika huko tutabadilisha kozi. Wanatuambia kama masharti yaliyokuja. Ewa, malizia. Wanatuambia ukifika huko kuna mwaka mmoja wa kusoma mandatory. Sijui unasomea nini, alafu hapo sasa ndo unachagua sasa ile kozi ambayo unahitaji sana kabisa yani kuisoma. Sasa ushauri mzuri ni upi? Engineer gani? Wataenda kusoma engineer gani na chuo gani? King Abdulaziz. Mathalan wanataka kwenda King Abdulaziz. Kwa hiyo wanasema kuna hapa jamii, nitapigia mfano jamii Islamia na hisi na King Abdulaziz, inawezekana ni hivyo au kuna karibiana. Hapa ukitaka kwenda kusoma engineer yoyote kuna mwaka unaitwa mwaka wa kujiandaa, yani preparatory year, mwaka wa kwanza. Kwa ule mwaka wengi kutoka mahadi lugha wanapitia huo mwaka. Kwa hapo inakuwa mathalan unaenda kusoma handasa. Je, unaenda kusoma handasa gani? Electrical, mechanical na hizo nyingine zilizokuepo. Kwa ile unaenda kuisoma huichagui mwaka wa kwanza. Kama mwaka wa kwanza ule unachagua unasoma zote am. Mwaka wa pili ndio unakuja unachagua wewe inaenda electrical. Kwa ndio unaanza kusoma mambo ya electrical. Kwa haya yanawezekana. Kwa ukiwa unachagua uhakikisha unachagua mathalan unataka kwenda handasa, usioje kuchagua kulia sheria. La. Aliyechagua sheria hawezi kwenda handasa. Hiyo ndio tulienda tukamuuliza tulimuuliza mwalimu ambaye anafanya kazi Imad al-Qabul wa Tasjil, tukaambia vipi mwanafunzi akichagua kulia sheria alafu akawa amechaguliwa hiyo kulia sheria, akija hapa anaweza kubadilisha sheria akaenda labda Qur'ani akaenda hadithi? Akatuambia la, mwaka huu hilo jambo wizara limesema haiwezekani. Yaani mtu aliyechaguliwa, kozi aliyochaguliwa ndio kozi atakayokwenda. Kwa hiyo kuna kanuni hapa wanafunzi wanayo, na mara nyingi tunaona inafanya kazi, yani ikitumika. Wanasema al-arabu mu'rabu, Waarabu wana kawaida ya kubadilika walaisa bimabni, wala si wenye kujengeka namna moja, kwamba Waarabu wakisema haiwezekani la, wana kawaida ya kubadilika. Inawezekana leo ameamka na karari jambo haliwezekani, ukajua wewe maisha ni mwako huwezi kulipata. Kesho asubuhi wakiamka wakasema wewe jambo lako sahali, njoo tukurekebishie, na ukarekebishiwa ukaona maajabu, yani nilijua haliwezekani ili jambo na likafanyika. Kwa kama wanavyokuambia ikhwa wanakijua chuo chao vizuri kuliko mimi ninavyoweza kuelezea. Kwa kama zipo kozi mathalan unataka kwenda engineer, mimi ushauri wangu unataka kwenda engineering usije ukaja ukachagua kulia sheria, la chagua hizo engineering. Lakini inawezekana zote sasa ndo zimewekwa ni za kulipia. Kwa hiyo unahofia unataka kupata full scholarship. Je, ufanye vipi? Basi bwana, hamna isipokuwa uende kulia sheria. Basi tutawakkal, tuombe Allah kwamba huenda wakabadilika huko mbeleni mkaruhusiwa, na yakabadilika mambo mkaja mkaekewa sawa. Vyote vinawezekana. Kwa kama wenyewe wanaosoma hapo chuoni wanakuambia bwana, omba kozi hii, ukiipata hii utakuja utasoma ule mwaka wa kwanza, na ukitoka hapo unaweza ukachagua. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi, samahani kidogo. Naam ustaz. Kuhusu hilo swali nilojibia, nafikiri huyo akhi aliniuliza mimi na mimi ndio nilimpa majibu hayo. Kwa nafikiri itakuwa vyema nikimjibu ili apate kufahamu zaidi. Allah akubariki. Nani ndugu yetu? Naitwa Hassan, nipo King Abdulaziz University. Mashaallah Sheikh Hassan. Naam. Qadim. Ni mwanafunzi wa Shemsuni. Kwambia Shemsuni ananifahamu. Naam. Aliniuliza kuna kozi ambayo alikuwa anataka kusomea. Sasa ukiangalia katika zile sehemu ambazo wameweka za scholarship, hiyo kozi haijawekwa kabisa katika mwaka huu. Kwa hiyo akawa sasa anapata tabu kwamba namna gani ambayo anaweza ka-apply ili aweze kupata hiyo kozi ambayo anahitaji kusoma katika hapa chuo King Abdulaziz. Kwa nikamueleza kutokana na mimi nipo hapa chuo nasoma na nimefika na nimeona hiyo taratibu ambazo ndo wengi wanazitumia hapa, kwa sababu hata mimi nilipokuja niliapply kozi nyingine, nilipofika hapa nikaingia mandatory year unasoma. Baada ya hapo kama ulivyosema ndo unafanya tasjili, unaingia ile sehemu ambayo kuli ambayo unahitaji, kama ni handasa, kama ni ulumi au kama ni iktisadi, yoyote unahitaji wewe. Kwa hiyo nikamwambia kwamba apply kozi za engineering
ili akija hapa atasoma hiyo mandatory year. Akimaliza kutokana na zile marks ambazo amezipata, ndo atakuwa na uwezo sasa kwenda kusoma hiyo kozi ambayo yeye afanyaje anahitaji. Hiyo kozi chuoni ipo, lakini ukiengelea katika ile scholarship hawajaiweka. Kwa ndo nilimpa hiyo option kwamba apply course za engineering, then Allah akimfanyia wepesi, akipata akija hapa atasoma hiyo mandatory year. Baada ya hapo ndo ataenda kusoma, kwa sababu ukiangalia marks ambazo tunatumia nyumbani za wanafunzi na marks ambazo wanatumia hapa, kama ulivyosema mwanzo, ni tofauti. Nyumbani 60 umefaulu na A kwa upande labda wa vyuo, lakini ukija huko 60 umefeli, chini ya 60 ni B kwa huko Saudia umefeli. Kwa lazima hata kama ukija hapa na cheti chako ambacho una A za nyumbani, hawatokiamini mpaka ufanyie kwanza mitihani ya hapa, usome, matokeo yake atakayotoka ndo utafanyaje, watakuchagua sasa uende sehemu gani. Kwa sababu hata mimi nilikuwa nasoma computer engineering ambao nilivyoapply nilivyokuja hapa, lakini nilivyokuja waligoma. Baada ya kusoma na kumaliza, ndo baada ya zile marks kupatikana, ndo wanakuruhusu sasa uendelee mbele. Kwa nafikiri mimi ndo nilimjibu hayo majibu kutokana na utaratibu ambao hapa chuoni ulivyo, na ili asikose kwamba kozi yake haipo, ili asiweze kuapply ikaja ikampa shida kwamba akakaa haja apply, na hali ya kuwa alikuwa kuna njia ya kuapply ambapo angeweza kuapply, baadaye akaja huko akabadilisha. Na wanafunzi wengi wapo huku wamekuja na kozi zao ambao walichaguliwa, lakini wamefika hapa wamesoma, baadaye wakabadilisha wakaenda kusoma sehemu ambazo nyingine zipo. Barakallahu fiki. Wafikumul baraka ustadh. Kwa naona ustadh, jambo lako lipo wazi kabisa. Umeuliza pahala ndipo ulipouliza na majibu nahisi uliopewa, kwa sababu huyo aliyekujibu naye kapitia process hizo hizo. Kama hili jambo la kuambiwa kwamba hamna kuchaguliwa, utachaguliwa ile kozi tu lazima usome kozi iliyochaguliwa, ndo kama nilivyowaambia ni formula ya Waarabu bwana, leo wanatoa karari hii, kesho imebadilika. Linawezekana ni hilo, inawezekana kwamba vyuo vikarudi kwenye utaratibu wake. Kwa yote ustadhi, omba. Mimi ushauri wangu wewe, omba hiyo kozi ulioambiwa na kwa huko. Kwa qadim akhi, qadim. Barakallahu fik. Sasa asante sana, barakallahu fikum. Fikum albarak. Naam, ustadhi Awadhi sio? Ustadhi Awadhi, naam. Naam, Sheikh Abu Yazid, samani kwa usumbufu, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala kulipe kheri. Amin kwa sote. Naulizia masuala mawili. Swali la kwanza nilikuwa naulizia kuhusiana na utaratibu wa hizi maksi, kwamba ni maksi kuanzia 80 ndo A au kuanzia 81 kwa mujibu wa huko kwenye uzoefu wenu ambao mko nao. La maksi ustadhi, kama alivyotoka hapa akhi nyuma kuelezea, maksi za huku na za nyumbani vitu viwili tofauti. Ukisoma chuo kikuu Tanzania, anayepata 60 amefaulu. Huku ukipata 60 huyo ndo maksi ya mwisho. Ukipata 59 umefeli. Ukipata 59 umefeli. Nyumbani ukipata 40 umefaulu, unaweza ukaendelea na kozi hiyo. Huku ukipata 59 ile somo inabidi ulirejee. Huku maksi zao A, kuna A+, kuna A ya kawaida, kuna B+, B ya kawaida. Nyumbani hamna mambo hayo. Kwa maksi za huku na huko nyumbani vitu viwili tofauti. Kwa kuna ugumu sometimes kulinganisha za huku na huko nyumbani. Sijui tuko sawa kwenye hiyo sura kwanza ustadhi? Na hapo ni kwenye maksi za masomo ya secular au kwenye ulumu sharia mathalan? Hiyo ustadhi ni secular, sharia, kote ni hivyo hivyo. Yaani hizo maksi mpaka thanawi zinatumika hivyo hivyo. Ndio. Hapo nimekupata. Kokote utakaposoma. Utakachokisoma maana yake wewe inabidi hizi maksi zako, yani ukisema tunapimia nyumbani kwa huku, ni vitu viwili tofauti ustadhi. Tofauti. Sawa. Na swali la pili nilikuwa naulizia kwamba je, kwa wale ambao tuna mathalan Allah subhanahu wa ta'ala kadiria kwa sisi au mmoja wetu kati ya sisi au katika miongoni mwetu sie wakawepo katika kwenda kuanza kusoma au wakabahatika katika kwenda kusoma, huwa ni lazima kwamba lazima wakaanzie kwamba katika kitivo cha kuanza kusoma lugha afu ndio ingie kwenye kozi walizozichagua? Hapana ustadhi, hili jambo si lazima, inategemea huo mwaka yani kihupi Waarabu wameamka vipi siku hiyo. Hapa Jamii Islamia kuna kitivo cha lugha. Kuna mwaka wanakuja mwanafunzi ana thanawi yake ana maksi 80 70, anafika mbele la wewe lazima uende lugha. Sisi tulivyokuja kuna wanafunzi alikuwa kamaliza thanawi na maksi zake sio mbaya, na takriban 80 wastani wake 82 kitu kama hicho. Akawabembeleza, mimi nataka kwanza kulia, wakamfanyia mitihani, wakamzungusha, mwisho wakampeleka mustawa wa kwanza kabisa mahadi. Subhanallah, yani yategemea mwaka huo Waarabu. Kuna muda wanafika watu waambie bwana mimi siwezi, nataka niende mahadi, anambia la
wewe kulia moja kwa moja. Kwa hiyo inategemea, ukifika kuomba na kutawakali tu kwa Allah, nadhani ni kutegemea na wale Waarabu siku hiyo hapo vipi, au mwaka huu hapo vipi, na wamejipanga kinamna gani. Kwa si lazima ustazi, si lazima. Na ukienda ukisoma mahadi ukiwa unaweza kumtafuta mandugu au baadhi ya walimu waliokuwa kule mahadi, ukaambiwa wakusaidie ili uende kulia moja kwa moja, wala usome mahadi kama walikulazimisha. Kwa yote hayo yana wajibu ya kufanya. Kiufupi, kwanza Allah atie wepesi, hizi asbabu tulizozifanya ziwe ni asbabu za kuwajalia ikhwa wawe wamechaguliwa biidhnillah taala, wachaguliwa waje wasome biidhnillah. Allahumma amin. Barakallahu fika akhi. Fikumul barak. Naam Ustadh Hudhaifa. Naam Ustadh Hudhaifa. Naona upo kimya. Tuanze na Abu Fauzani hapo tumalizie na wewe alafu. Naam Ustadh Abu Fauzani. Yeyote kati yenu aliyekuwa tayari anaweza akazungumza. Mimi nitajaribu kusoma kuangalia hizi message, au yule ambaye aliwahi kuzipitia aniambie ambalo hatujajibu, tuanze nalo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naomba kuuliza kwamba huu mfumo wa kwamba Saudia, kwa sababu wengine ndo mara yetu ya kwanza kabisa ndo tunasikia hivi, lakini inakuwaje? Yani kwa mtu kimfano amesoma mpaka form 6, inawezekana yeye akiomba maombi ya kwenda kusoma kule akaenda akasoma dini, umeona? Lakini pia swali jingine ni kwamba ni process gani ambazo ni za mwanzo kabisa? Kimfano kama mimi hapa passport ninayo, lakini pia na cheti cha form 6 niliwahi kukibadilisha kufanyia translation kwenda kwa Kiarabu, lakini ni muda kidogo 2023. Lakini pia na cheti hicho cha polisi vyote vilifanywa translation huo mwaka 2023, na cha hospitali vyote vilifanywa, na cheti cha kuzaliwa kwa sababu ilisemekana chenyewe kinahitajika. Lakini kwa kuwa nikotokuwa na maarifa ya kuingia ule mfumo namna kuomba maombi sikufanikiwa. Kwa vipi inawezekana au hapo inakuwaje? Yani process za mwanzo kabisa inakuwaje? Inawezekana ustadhi, na wapo ikhwa, wapo baadhi wanaweza wakatenga muda wao wakakusaidia kuomba, ukawagea chochote kitu. Na sisi tukipata fursa, maana kuna vijana bidi niwasaidie hapa Jumatano ataraji, kama fursa itabakia, yani usiku, japo usiku au jioni, tukuombee na wewe ingia kwenye grupu hilo, na tunaweza tukatafutana mimi katika maadmini wa hilo grupu, na biidhnillah tutakusaidia biidhnillah taala, tutakusaidia. Na hivyo vitu vilivyofanywa tarjama, yani cheti kilichofanywa tarjama mwaka 2003, mwaka 2023, vyeti vya kuzaliwa havi expire. Cheti kinacho expire ni cheti cha polisi na cheti cha hospitali. Ama vilivyobakia vyote kama vifanywa tarjama zamani havina shida, unaweza kutumia hivyo hivyo kwa ajili ya kufanya maombi biidhnillah taala. Kwa hiyo kicha polisi na cha hospitali lazima kitafute kingine kipya pia. Naam. Wapo ikhwa wanaweza kukusaidia, kuna njia wanakuwa wanazitumia. Kwa ukiingia kwenye grupu utapata msaada biidhnillah taala. Ili grupu sijui ushawahi kujiunga, kama upo kuna maswali yanaulizwa, kuna watu wanasema ufuate inbox na kuelekeza, na baada ya muda yule mtu, kama kuna akhi mmoja hapa aliondoka karibuni, karudi nyumbani, cheti inabidi upate baada ya muda fulani, na akakufuatilia na wakamsaidia ikhwa, akamwelekeza aende sehemu fulani, akafika wiki akaipata ndani ya siku kadhaa, kwa sababu ya ule uhitaji wake, aliwaambia nina shida nacho na kadha na kadha. Kheri wale ndugu zetu wanaowasaidia ndugu zao juu ya jambo hili, na watambue kwamba wana ujira wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ustaz, kwa hiyo group link yake tunaipata wapi? Nimelituma hapo kwenye
Barakallahu fika. Sheikh Muhammad, umeliona? Ngoja niangalie ustaz, bado Sheikh Muhammad. sijaiona. Naam ustaz. Basi unaingia, kuna vinukta vitatu, unabonyeza sehemu imeandikwa in chat message au in call message. Ukibonyeza utakuta kuna linki zipo hapo, kuna maelezo ya somesoma, kuna sehemu imeandikwa group la WhatsApp. Ibonyeze itakupeleka kwenye group insha Allah taala, endelea kuiangalia. Naam ustadhi, kuna mtu alikuwa anataka kuzungumza. Kuna mtu hapa ameuliza. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluka ya Sheikh? Alhamdulillah, hayyakumullah. Ya marhaba. Naam. Sheikh bana, mimi nilikuwa na swali hapa. Kwanza mimi ni katika wale watu 7 ambao nilikamilisha, nilikuwa katika 6, mimi ndo wa 7. Sawa. Nishakutumia pale kila kitu ambacho kinahitajika. Hamna shida. Mimi naomba niwatake radhi nyote, wewe na ikhwa wengine ambao huwa wananichatisha kipindi hiki. Jamaa, tuna mitihani, kwa hiyo unaweza ukakuta na kuna wageni wamekuja mahujaji, kwa tumeshughulishwa kiasi fulani kwenda kuwasalimia ndugu zetu na kadhalika. Na jambo jingine ni hilo jambo zima la mitihani. Unakuta kama leo ni siku ya weekend, kwa tunapata fursa angalau tuweke hii jilsa. Nilimwambia akhi, japokuwa tumebanwa, ila tuwakumbushe wale ambao hawakumaliza maombi na tukaweza kuifanya, lakini subhanallah tumeshughulishwa. Kwa unawezekana mtu akanichatisha akaona huyu Abu Yazidi mwenyewe hajibu hata message. La, sikusudii hilo, bali tumeshughulishwa na tukipata fursa huwa tunakaa tunawajibu na kuwasaidia. Kwa hiyo mtuie radhi katika hilo. Basi inshallah taala, lakini nilikuwa na maswali mawili hapa. Naam ustaz. Swali la kwanza nilikuwa nataka kumuulizia ndugu yangu ambaye tayari ushamfanyia takdimu hapo. Anasema vipi akichaguliwa bachelor alafu akataa kwenda thanawi, akataa kurudi yani mahadi? Mahadi lugha, mahadi thanawi haiwezekani. Mahadi lugha anaweza kwenda. Mahadi lugha inawezekana Naam, kama chuo kina mahadi lugha anaweza akaomba akahawili akapata akaenda, lakini kwa kwenda thanawi ipo tahta wizara. Kwa vyuo kama vyuo havina dakhil katika hilo jambo. Mathalan Jamia Islamia kuna mahadi thanawi, ila saizi haiwezi kuwapeleka wanafunzi kwa sababu wale wanafunzi wapo chini ya wizara, na Allah mjizi zaidi juu ya hilo. Amin. Na swali la mwisho hapa hivi kwenye hizo raghabati, hizo kozi ambazo zimekuja zipo kama 25 hivi, inabidi achague. Ndio. Azijaze. Kwa mfano kama amejaza 7 au 8 au 9, ni lazima ajaze zote hizo zinatosha? Hapana, inawezekana akachagua moja tu ikawa hiyo imetosheleza. Lakini mimi naona kwa yule ambaye anahitajia au ana hirsi, basi asichague moja, achague nyingi. Kama 25 anaweza kuzipata zote, basi achague 25. Anaweza kupata 10, achague 10, 20 na mambo kama hayo. Yani achague nyingi itakavyowezekana, ili kama atakosa huku basi adondokee upande wa pili, yani asikose, apate biidhnillah. Sawa, barakallahu fik. Wafikumul barak. Naam, kuna swali anasema kuhusiana na kozi ambazo hazipatikani kwenye mauqi, yani kwenye manasa ya wizara. Je, aende wizarani kutaka tafsiri ya kutaka istifsari? Almuhim, ukienda wizarani unawezekana ukapata mtu mzuri aogee istifsari, lakini kwa rai yangu ninachokiona kwamba vyuo vilivyokuepo huku kuna kozi maalumu zazitoa. Mathalan labda chuo tuseme, tupigie mfano chuo kikuu cha Dar es Salaam kinatoa kozi 80. Katika hizi kozi 80 hamna kozi yako, alafu wewe unataka kuomba chuo kikuu cha Dar es Salaam. Manake hata kama ukiomba hutapata mtu wa kufundisha, kwa sababu hakuna watu wanaosoma kozi hii hapo chuoni. Kwa kama vyuo vyote vya mamlaka kozi unayotaka kuisoma hakuna, mimi ushauri wangu tafuta kozi inayofanana na kozi yako. Kuna kozi nyingi zaidi ya kozi 140 sijui 150 zipo katika vyuo mbalimbali. Kwa mtu akipata fursa, inawezekana ni kozi nyingine za master, yeye ipo chini, angalie kozi ambayo inaendana na kile anachokuwa na raghba nacho moyoni. Anataka kusoma labda mathalan mtu anataka kusoma udaktari. Vyuo vya Saudia 99% kama sio 100% kozi za udaktari zinatolewa kwa muqimin na muwatinin, wakazi na wazao wa hapa ndio wanagawa kozi za udaktari na kozi za afya. Kwa wewe nyumbani umesomea labda PCB na unataka uende ukasomea udaktari na hiyo kozi huioni, je ufanye nini? Kwa zipo baadhi ya taasisi zilikuwa zinatoa scholarship, sijui siku hizi ilipoje, kama vile Rajihi na baadhi ya taasisi nyingine. Siku hizi sijui ilipoje hilo, walikuwa wanachukua wanafunzi nyumbani wanawaleta huku kuja kusoma udaktari. Sasa sijui siku hizi ilipoje, lakini kwa kuhusu kozi kuomba kwenye website kozi za afya, ima utapata kwa kulipia
au hizo kozi hazitolewi kwa wanafunzi ambao sio muqim na muwatin, na Allah mjuzi zaidi. Naam, kama yupo katika wale alionyosha mikono hajauliza na aulize. Na swali jingine, selection process ipoje katika hizo preference 25? Chuo kama nilivyoelezea mwanzo, tulivyouliza tuliambiwa mathalan Jamia al-Islamia italetewa majina ya wanafunzi na kozi zao zilizochaguliwa baada ya tarehe 21. Kisha Jamia itawapendekeza wanafunzi fulani imewachagua. Kwa hiyo mwanafunzi atagewa fursa ya kuconfirm kwa mimi nimekubali kwenda kusoma chuo hichi, na vile vyuo vingine vyote vitakuwa havitaliona jina lake isipokuwa kile chuo alichokubali. Na hayo ndo maelezo kama sijakosea kwa tulivyopewa. Swali jingine linasema kuhusiana na namna ya kufanya maombi, nimechelewa kujoin meeting. Kwa hapa tumetuma linki, jiunge na hizi group za WhatsApp. Wapo ikhwa katika hii group wanaweza kukusaidia, ima ukamgea chochote kitu, mtaongea mtapatana, au kama tutapata fursa na wapo wengine wanaweza kukusaidia kwa bure. Na tunaomba watu, hata kama ukiambiwa usaidiwe kitu, inawezekana huyu ndugu yetu anatumia kwa ajili ya vocha, au inaweza ikawa inamsaidia kwa mambo mawili matatu, tusiwafanyie uzito wala tusiwaseme vibaya kwamba wanataka pesa na kadha. La, hawapo na nia hizo, wana nia njema za kutusaidia. Basi na sisi tuwape ushirikiano wa kile wanachokihitajia. Mfano mimi ukinifuata mimi nitakutumikisha, nitakwambia bwana tuma mafaili, fanya kadha. Kwa hiyo inabidi uonyeshe ushirikiano katika kile unachoambiwa, useme na kadha na kadha na kadha. La, tudhaniane khairi, tudhaniane khairi, wala tusiwaseme watu vibaya kutokana na kile kitu. Ni jambo la kusaidia. Zamani ilikuwa mtu unamlipa pesa na jambo lako hakufanyia. Kwa kama anatokezea mtu anakufanyia na anakusaidia na msaada lillahi subhana, hata kama akihitaji chochote, basi tusiwe wazito kuwasaidia. Naam. Hapa anauliza ukitaka kuapply kusoma Saudia unaandika nini ije hiyo fomu ya kujaza. Naam, jiunge kwenye group inshallah, tutatuma na linki ya kwenda kusoma Saudia. Ni unaingia kwenye Google, una search study in Saudi au una search udrus fi Saudia. Ukisearch hilo neno itakuja ile manasa ya mwanzo itakayokuja, utaingia itakupeleka katika kufanya maombi na tutaelekeza. Nitajitahidi mara hii. Naona mambo ni mengi na mitihani, maana Jumapili, Jumatatu, Jumanne zote na mitihani. Utaangalia kitakachowezekana, kama patawezekana kurekodi, nataraji itakuwa hivyo. Nitawarekodia, ikiwezekana kesho, kwa kesho kutwa niitume na hivyo mpate kustafidi namna ya kukagua maombi yenu na kadhalika, maana leo mtandao ulikuwa unasumbua. Naam, ilikuwa anaulizia kuhusu mtu kama amemaliza form 4 na anatakiwa kwenda kusoma Saudia. Inakuwaje mwalimu? Huyu anataka kuomba kwenda kusoma Saudia, na atimize vigezo vinavyohitajika, mathalan umri. Mara nyingi kwanza form 4 umri umetimia. Kwa kuwa huna cheti cha form 6, jiendeleze kusoma huku unaomba, na huenda ukachaguliwa kwa hiyo form 4 wakati umemaliza una cheti cha form 4, na ukaenda ukasoma wakati huo unaenda kusoma cheti cha form 6, kwa mambo yakawa sahali. Omba ustadhi kwa kile ulichokuwa nacho. Naam, kuna swali eti sahihi zipo sehemu 8 tu za kuweka vyeti kiasi kwamba huwezi kuadi cheti cha ziada. Naam, ipo sehemu ya cheti cha ziada. Kwa cheti cha ziada usiweke cheti kimoja, una vyeti 10 vya ziada. Viweke vyote, lakini hakikisha hivyo vyeti vyako havizidi MB 10. Namba yangu ustadhi, ukijiunga kwenye group katika maadmini mmoja wapo ni mimi. Kwa unaweza ukaingia. Shida kwamba saa hizi nimeshughulishwa, inawezekana ukaniona sikujibu message zako, ila nikipata fursa kwa kadri ya uwezo nitajitahidi ni kujibu. Barakallahu fikum. Maana kilichonishughulisha ni mitihani. Kwa badala ya kusikiza simu yangu huwa naweka silent na nakaa nafanya muraja kidogo. Kwa muraja ni muhimu. Tuna mitihani, kwa Allah atie wepesi. Linki ya WhatsApp imetumwa, nimeituma hapo chini, mnaweza mkaitumia. Naam, jambo jingine, huyu anayesoma King Abdulaziz atupe namba. Kuna maswali tungependa kumuuliza personal inshallah. Nadhani yupo kwenye grupu na anaweza akatusaidia kama hayupo ajiunge. Nadhani yupo kwenye grupu. Kwenye grupu inshallah naweza tukamuulizia tukampata. Na kama kutakuwa kuna tabu atakosekana, tujitahidi kumtafuta ndugu yetu Ramadhani kule mandugu wao, na tutamtafuta Sheikh Msuni. Tunaye Sheikh Muhammad Msuni anaweza kutusaidia kwenye kumpata huyo ndugu yetu. Kuna mtihani unaitwa SAT, unaupataje? Wallahi huu mtihani mimi kwa kusema ukweli si ujui, ila nahisi ni mitihani sijui ni ya lugha au kadha.
na yule ambaye anajua naomba aingie kwenye group, na kama yupo kwenye group atusaidie hili jambo. Mimi saizi kukaa kuingia kwenye group kufanya bahthi huu mtihani naona itakuwa uzito, ila nikipata fursa na ikhwa wanaojua wajitahidi kutuelezea, na kama atapatikana basi tumpe fursa atuelezee. Jamia Tubisha, Jamia Tubisha iko wapi? Jamia Tubisha, subhanallah, ipo mamlaka, nilisahau, niliangalia ilipo lakini kwa sasa sikumbuki. Anayekumbuka ikhwa atuelezee. Jamia Tubisha ipo wapi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullah. Akhi Abu Zaid, Allah akulipe kheri. Abu Yazid, maana mara yangu ya kwanza kuingia katika hii majmua, na maswali yangu nilitanguliza hapo mwanzoni kwa mathalan ni mtu amemaliza form 4 na anahitaji kusoma Saudia, kama na huyo mtu labda hobi yake anaipenda, labda akasomee kozi ya udaktari, anaweza akaendelea labda diploma hapa Tanzania, akasoma diploma mathalan miaka 3, alafu akimaliza hapo apply, au ata apply size 4, na vitu gani vinahitajika? Yani ni swali mengi yake yani. Yani vitu gani vinahitajika kwa ajili yeye kuomba? Sasa hapo ustadhi, yani vitu mimi ninachohisi afwan kidogo kuhusiana na Bisha, kuna mji hapa, afwan nitakurejelea swali lako. Kuna swali la kuhusiana na Jamia Tubisha. Kuna mji unaitwa muhafadhatu, kama sikosei, muhafadhatu Bisha, unasema inapatikana katika huo mji. Kwa Bisha ipo huko katika mji wa Bisha, imeitwa kutokana na jina la mji wake, na Allah mjuzi zaidi, na mtu anaweza akaingia online akapata maelezo yake. Ipo katika muhafadhati, kuna vitengo maalum, kuna Bisha, kuna Namas, kuna na mengineyo, na Allah mjuzi zaidi. Unaweza ukaingia kwenye taasisi hiyo ukapata maelezo. Ama kuhusiana na akhi, kuhusiana na kuomba udaktari, jambo la kwanza kama nilivyoelezea mwanzo, katika kozi ambazo kuna kipindi niliweka mimi status kuhusiana na maombi yamefunguliwa, miongoni mwa kozi zilizowekwa na ilikuwa mutah ni kozi za afya. Akanifuata mandubu wa Jamia Jidda, yani mandubu wa King Abdulaziz kwa Tanzania, akaniambia ustadhi, hizi kozi ni kwa ajili ya muqimin. Nikaambia ustadhi, una uhakika? Mbona kama vile zimeelezewa? Akaambia la, hizi hatusomi sisi kozi za afya, wanasoma watu wengi. Nilikuwa nalijua hili, lakini nilihofia kwamba kumefunguliwa kupo free. Kwa kuhusiana kozi hizo pia, hata ukiangalia katika namna ya kuomba zimewekwa ni kozi za kulipia, wala si kozi za free. Na wao wanavyosema, wapo wanafunzi wanasoma, lakini si katika wanafunzi wanaokuja na minha kharijia, ni minha dakhilia, au ni wanafunzi muwatini wenyewe. Kwa kama unataka kusoma kozi ya afya ustadhi, kulikuwa zamani, nakumbuka kuna taasisi ipo Iringa inaitwa Dhinnurain. Taasisi ya Dhinnurain hii ilikuwa inakutana na taasisi huku mamlaka, inawapeleka watu kule nyumbani, wanawafanyia interview. Mathalan interview moja ilifanyika UDSM, watu wakaenda wakafanya mitihani, wakahojiwa karibia siku nzima, kisha walipatikana katika wale wanafunzi 3 wakachukuliwa kwenda kusoma mamlaka kozi ya udaktari. Sasa haya mengine kwamba kuna wanafunzi wanasoma udaktari wamekuja kwa minha hizi za kuomba online na kadhalika, hili sijalisikia bado, lakini nilolisikia ni hilo. Kuna taasisi maalum zinachukua watu maalum zinawafundisha katika vyuo maalum, na Allah mjuzi zaidi juu ya hilo. Lakini kwa kusema kuomba kwenye manaswa kozi ya afya ni ngumu. Allah atie wepesi. Lakini mathalan kwa mfano ukamaliza diploma huku Tanzania ya afya, alafu ukataka kitu kingine ukaomba, labda umesoma afya miaka 3 mathalan, ukafika Saudia ukataka kusoma engineering, au sivyo ustadi? Maana ukitumia cha diploma unaweza ukatumia. Kiufupi hata kujua je ulifaulu. Ukifaulu kutokana na ufaulu wako kwa kuchagua ukaja ukasoma, basi ni kheri hiyo, wewe kadimisha na uombe, wala hamna shida. Barakallahu. Wa fikum mubarak. Kuna jamii inaitwa Arar, imeuliziwa hapa, na Majma ipo Riyadh. Najrani ipo Najrani, kuna sehemu inaitwa Najrani hivyo. Ndio ipo jamii inaitwa Najrani kusini mwa mamlaka.
na Allah mjuzi zaidi. Unaweza ukazigugu, ukaingia Google ukasearch Jamiatu Najran ikaja, au Jamiatu Majma au Jamiatu Bisha, ukaletewa maelezo yake, ukapata maelezo zaidi, kozi zinazotolewa na vitu vinginevyo. Naona kwa sasa maswali yameisha na walonyosha mkono takriban wamezungumza, isipokuwa huyo Abu Fauzan. Naam, Abu Fauzan. Naam, Muhammad Saif. Naona Abu Fauzan ipo kimya. Ustazi, nimekuuliza jana na link kuhusiana na link kwenye group ile. Eyo, hujalipata bado? Kwa sababu hata mimi haya, hapo kwenye screen yako hapo kuna vinukta vitatu, umeviona hivyo? Viko upande gani? Kuna sehemu ya kukata simu kisha kuna vinukta vitatu, umeviona? Kwangu haionyeshi. Kitufe chekundu hapo chini kwenye kioo chako kuna sehemu ya kuweka sauti, umewasha sauti wewe, si ndio hivyo ukazungumza? Baada ya sauti kuna kama kisura kisha vinukta vitatu, umeviona? Siko. Upo peke yako hapo, hem, tafuta mtu ikiwezekana akusaidie, ila linki hujaiona bado? Nimeandika message, umeliona hilo neno limetokezea ustadhi? Nimeziona hizo nukta tatu. Zibonyeze hizo nukta tatu kisha kuna sehemu imeandikwa message. Nimeona kuna in call message. Bonyeza hiyo. Sio on the screen, in call message. Ndio. Bonyeza hizo message. Kuna sehemu imeandikwa group la WhatsApp, libonyeze hilo. Hapo ustazi, na hala sioni ustazi hapo. Naam, ngoja natuma tena message. Umeona hapo? Sasa hivi nimetuma tena group la WhatsApp, umeliona? Niona hiyo link. Ibonyeze hiyo link. Imefika huko ya WhatsApp. Naam, Shamadi. Imeingia WhatsApp, bonyeza join. Imekubali ustadi? Naam, imekubali. Jamani, naomba tuishie hapa. Saa 5 hiyo tena. Subhanallah, mida inaenda kweli. Kuna mtu kama alikuwa azungumza? Naam. Akhiru swali inshallah. Katika haya majina unataja jina la kwanza na la mwisho. Kusanya au tuyatuandikia ile la kwanza na mwisho. Jina? Katika inshallah saba. Ameandika la kwanza na la mwisho. La kwanza ni kati la mwisho au la kwanza eka la kwanza na la pili kama ilivyokaa kwenye pasipoti. Na jina la mwisho eka la mwisho. Khair inshallah. Khair. Barakallahu fik. Jamani, naona tuishie hapa kwa leo. Ikishafungwa hiyo mauki yakija mengine tutaangalia ukiwa kuna haja ya kukutana tutakutana, wa ila tutakuwa tunatuma kwenye grupu biidhnillah taala. Wa ila huna naomba nimrejeshee Shemsuni, maana kuna Shemsumi na Shemsuni, watu wawili tofauti, sasa tukachanganya hapo hiyo. Naam, Shemsuni, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Kheri bwana, Allah akulipe kila la kheri shekhe wetu kwa jitihada yako. Sisi hatuna cha kukulipa zaidi ya kukuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tunaomba usituchoke
na tunataraji mengi kutoka kwako biidhnillahi alkarim, na jambo hili liwe endelevu, na pia tunamwombea dua kila la kheri ndugu yetu Manhaj Online TV kwa kuturushia vipindi hivi moja kwa moja, na Allah walipe kheri ndugu wote ambao wanao kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na pia Allah wafanyie wepesi walioomba maombi wapate kabuli zenye baraka. Basi mimi naona tuishi hapa. Amin, amin. Na insha Allah mara nyingine biidhnillahi alkarim. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا